Sana TV. Vipi sijui, yeye yenyewe anasemaga ya tulishifaa ndo amepita huko. Sasa ni kweli mada aliyoitoa ndani yake ina mambo mengi sana na inatosheleza kutunga kitabu kikubwa kabisa ambacho huwezi kukimaliza kwa muda mchache huu wa leo. Kwa hiyo tutaongea katika ile hali ya msingi ili kuweza kufikisha nukta za msingi. Tutaishi vipi na watu wenye maradhi mbalimbali yenye kuambukiza ama pia wenye maradhi sugu. Kwa hiyo kwanza tuchukue katika nafasi ya upande wa maradhi yenye kuambukiza, kwa sababu huko ndo kuna mambo mengi sana. Manake hapa kwa haraka kidaktari unayagawa katika sehemu mbili maradhi. Unagawa katika mlango tunasema communicable disease na non communicable disease. Communicable ni yale yote ambayo yanaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine au kiumbe kimoja kwenda kwa kiumbe kingine. Na non communicable ni yale ambayo hayawezi kuambukizwa baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa kwa haya ambayo hayawezi kuambukizwa baina ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lakini pia yanakuwa ni ya muda mrefu, maana kuna yanaweza kutoka kwa mtu ambayo hayaambukizwi lakini yanaweza kukaa nayo mwilini wewe mtu mmoja usimwambukize mtu mwingine na baada ya muda fulani akawa yenye kupona. Lakini asilimia kubwa unakuta ni kwamba ni yenye kukaa muda mrefu na wewe utaishi nayo. Lakini haimaanishi kama Sheikh alivyosema kwamba utakapokuwa umeambiwa masalani una sukari au una matatizo kwenye pressure kwamba basi ndio mwisho wa uhai. Hapana. Na bahati nzuri ndio maana yake kukawa kunatokea nafasi za hospitali na kliniki na wataalamu mbalimbali wa fani mbalimbali katika maradhi hayo. Kwa hiyo hata nitakachojaribu kukigusa mimi, kwa sababu mimi kama alivyokwisha kusema hapa natokea Muhimbili, lakini hasa ni taasisi ya moyo Jakaya Kikwete. Kwa hiyo unachokikuta hapa ni kwamba pale kwetu ukija kuna fani nyingi mbalimbali. Kwa hiyo naweza nikagusa baadhi ya fani za watu, lakini wao watakuwa wajuzi zaidi kuliko mimi. Ndio maana kuna mtu anaweza akakaa darasani degree ya kwanza, ya pili, ya tatu anasomea kitu hiko. Anasomea sikio tu basi. Kwa hiyo maana yake kwamba ana kitu ndani cha ziada. Kwa katika maradhi haya ya namna hii kubwa zaidi tunakutana na maradhi ya jamii ya mtindo wa pressure. Tunakutana na maradhi katika mtindo wa figo. Tunakutana na maradhi katika mtindo wa sukari. Unaweza ukayagawa katika mtindo wa kila system ambayo iko ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa maana ya zile organ kubwa. Unaweza ukazigawa katika mtindo wa mfumo wa hewa. Kuna magonjwa huko yatakayoishi mtu nayo kwa muda mrefu kama vile pumu, asma. Utakuja kwenye mfumo wa tumbo, kuna magonjwa mtu ataishi nayo muda mrefu huko ndani na wala sio ya kuambukiza. Kuna magonjwa ambayo yatakayokuja katika mfumo wa figo na yenyewe mtu ataishi nayo kwa muda mrefu lakini si ya kuambukiza. Na kuna maradhi yatakayokuja katika mtindo wa moyo na yenyewe mtu ataishi nayo kwa muda mrefu lakini si ya kuambukiza kama vile pressure. Na kuna maradhi yatakayokuja katika mtindo wa damu kwa maana ya mtindo wa hormones mbalimbali zinazo control vitu mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Mengine kwa mfano kama sukari inapita upande huo. Kwa hiyo haya sehemu kubwa kwanza ni bora yake ni wewe kwenda hospitalini alafu wataalamu wakasema haya ni maradhi fulani, kuliko tumezoea mtihani kwetu mara nyingi sana kila mtu atasema tu mimi na pressure. Lakini kidaktari ukikaa ukiongelea ukiutazama ugonjwa wa moyo unaweza ukapanga vitabu hii meza nzima vikajaa na vyote vikubwa na kila mtu hapo ndani anaongelea moyo. Moyo unaweza kuwa pressure, ni aina moja wapo ya moyo. Moyo sisi tunaweza kusema kuna kitu kinaitwa arrhythmia. Yaani ule upigaji wa mapigo ya moyo kwamba kuna kipindi inaweza kawa inakuwa juu sana au kuna kipindi inakuwa chini sana. Lakini inawezekanika mtu akawa na changamoto pia za kuzaliwa kama tunavyosikia matundu kwenye moyo. Hii ni tofauti kabisa na pressure. Isipokuwa moja wapo linaweza likasababisha jingine. Yanaweza kujitokea zote kama vile zile hali zinazoendelea baada ya kuishi na ule ugonjwa kwa muda mrefu zikaendelea kujitokeza. Kwa hiyo yanapojitokeza hali za namna hii, maana yake ni kwamba lilotakiwa la msingi hapa kwanza ni kuweza kujua huyu mtu kinachomsumbua ni kipi. Na baada ya kusema kinachomsumbua ni hiki, basi baada hapo akapata utaratibu stahiki. Kwenye magonjwa ya mtindo kwa mfano wa pressure tutakupa utaratibu, tutakwambia tumia dawa zako. Ukishaanza dawa za pressure hakuna nafasi ya kusema kwamba nimekunywa sasa pressure yangu imekaa vizuri niache. Haya ni makosa makubwa sana watu wanaoyafanya. Kwa sababu unapoangalia ugonjwa wa pressure mpaka unakuja kujitokeza si ule ugonjwa kama kujichoma na mwiba na maumivu yakaanza. Hapana. Maana yake ni kwamba umeanza taratibu ndani ya maisha yako, umekwenda mpaka kufikia kiwango cha wewe kuweza kujitokeza.
Mgonjwa wa pressure mara nyingi huwa kuna athari ya misuli yake ya moyo kuvimba. Sasa kwenye hii athari ya misuli kuvimba ni sawasawa tu, mfano mdogo ni kumchukua mtu yule ambaye anaibeba chuma kwa ajili ya kuweza kujazia, inaitwa mabouncer. Sidhani kama anaingia gym kwa siku moja au wiki moja alafu akatoka pale ni bouncer. Linakuwa ni zoezi ambalo utakaolifanya kwa muda mrefu mpaka kuweza kufikia ile athari, ukimuona unasema huyu bwana anabeba chuma. Kwa hiyo athari zetu zinategemeana na mtindo wetu wa maisha yetu tunayoishi, na vyakula tunavyokula sasa hivi vinatupeleka sana huko. Kwa sababu unatukuta kwa mfano kwenye makazi ya maofisini, muda mwingi utaendesha, ukiamka unaendesha, ukifika kazini utakaa kwenye kiti, na ukitoka unawahi nyumbani unarudi unaendesha. Kwa hiyo ukifika muda mzima ule wa kuwa kama utakuwa uko active, kama hakuwa kuna jambo la kushughulisha, maana yake hakuna. Lakini pia hujatumia sana ile energy inayotakiwa. Ndio maana kama unatazama utakuta magonjwa haya tukiugua sana, si kwamba waugui, lakini aghalabu unakuta kwamba wao angalau wanafika mbali kidogo. Angalia wenzetu askari, angalia wanajeshi, huwezi kuziona hizi athari karibu sana. Baada ya umri umekwenda sana, na yeye pale anapoanza kupunguza aina fulani ya kazi zile kutegemea na umri kadiri anavyoshauriwa na wataalamu wao huko kwenye vyombo vyao, ndio yanapoanza kujitokeza ya maradhi. Lakini hapa katikati muda wote wanapiga kwata, wako fit. Lakini pia hata angalia kwa wana michezo, huwezi kupata hivi vitu. Lakini sasa ikitokea kuna haya maisha ya kwetu sisi, kwa sababu kuna risk factor, vichocheo vinaweza kusababisha kupata maradhi haya. Kwa mfano kama unene kupitiliza, unaweza ukachochea kupata maradhi haya. Kwa hiyo kubwa lake kwamba ukishagundua katika hali za namna hii, kama ni pressure, kama ni sukari, kama ni figo, basi kwanza ni kwenda kliniki waone wataalamu, alafu wakushauri. Lakini kutegemeana na jinsi kliniki yako inapokwenda na hali inavyokwenda, kama itakuwa haifanyi vizuri au inawezekana kama imetokeza kuna hali zingine zikasababisha ikaendelea zaidi ya pale, kuna vitu huenda wanavitumia, lakini baadaye wanakupa utaratibu. Kwa sababu wote tunafahamu, kila mtu kimuuliza kwa haraka haraka, tuambie hapa kwa siku unahitaji kunywa maji kiasi gani, atakwambia maji unahitaji kunywa lita 2 mpaka lita 3. Lakini pia kwenye mgonjwa ya moyo, maji pia nayo yana kiwango chake. Kuna mtu utamwambia kunywa hizo lita 2 lita 3 kutegemea na calculation yake wakicalculate wataalamu. Lakini kuna mtu mwingine utamwambia kwamba wewe punguza maji, jitahidi basi hata kama na lita 1 usiimalize ndani ya siku. Sasa lakini huyu kila mmoja ana vipimo vya kufanya mpaka uweze kumwambia kwamba kipi afanye, kipi asifanye, kipi kwake sahihi. Kwa hiyo kutatokea hali ya namna hiyo, tunasema upande wa hii ni utaalamu kutoka upande mzima wa swala zima la lishe. Kwa hiyo utamshauri katika upande huo kwamba kwenye vyakula punguza, kama ni chumvi, mafuta, unywaji wa maji, zote utamuelekeza aweze kuzingatia. Pia lifestyle kama hiyo tunavyosema, unapata nafasi ya kutembea, kikubwa tunasema kwamba walau upate dakika 30. Kama utazipata asubuhi na utazipata jioni, basi itakuwa heri. Dakika 30 sio lazima tulazimika kukimbia mabarabarani, hapana. Dakika 30 sio tulichokusudia ni muda. Kwa maana yake hata kama utakuwa unaingia pale unakwenda unarudi, lakini zikatimia dakika 30 zinajitosheleza. Sio mazingira yote yanamruhusu mtu kutembea barabarani kwa mazingira yetu tulikuwa nayo. Sehemu zingine unaweza kushangaa ukapigwa kabari. Kwa hiyo usimpe mtu mazingira magumu. Cha msingi yeye anapewa control ule muda wa dakika 30 aupate. Hii inasaidia kwenye kuyeyushaji wa mafuta na mambo mengine. Utakapokuja kama changamoto ya maradhi haya hapa kwenye figo huku, basi utapewa utaratibu kuendana na matibabu ya figo, yanataka nini na masharti yake yakoje na nini upunguze, na mpaka kama unafikia kwenye kiwango cha kuweza kufika kwenye hali za dialysis, pia nayo kuna utaratibu utakaopewa. Hatuanzi tu mara moja dialysis, kuna vigezo vya kwenda mpaka mtu anafika pale. Na kama kwenye sukari kuna ushauri tutakaotoa, kama utatumia dawa au utachoma zile sindano za insulin. Lakini tutakushauri katika vyakula, mara nyingi kikubwa tunasema zingatia sana mboga za majani na matunda yawe unakula kwa wingi sana, lakini pia jitahidi kuepuka ile matunda ambayo inakuwa na sukari kwa wingi sana. Kwa hiyo tumia matunda na mboga za majani kwa wingi zaidi, alafu jitahidi kwa uchache, walau kama wangumi yako hivi ndio hiyo unakula vyakula vingine vya jamii ya wanga, ndio vinachukua nafasi hiyo namna hiyo. Na si kwamba umejaza chakula cha wanga kwamba unahakikisha umeweka cha kutosha. Wanga ni vyakula vya mtindo wa ugali, wali, miogo, ndizi. Hivi vyote mwisho wa siku tukisoma kidaktari tunasema vimepewa jina moja, kwa maana ya kwamba kwa lugha nyepesi, jinsi tunavyogawa vitu vyetu kidaktari au kiutaalamu, huwa tunaangalia vile vitu vinavyoshabihiana kwa tabia. Ndio maana ukisema mwanadamu ukagui jinsia, mwanamke na mwanaume wote ni mwanadamu.
Kwa hiyo na huku ndani pia tukiingia tunavyoviita wanga, sisi tunaangalia kinaanzia wapi, kinapoanza kuliwa ule mmeng'enyo unaanza wapi na vitu gani vinatumika kuweza kufanya hivyo, ambazo ni hizi jamii ya homoni, mpaka kinamalizikia na kinatoa nini. Kwa hiyo vile vyenye sifa moja vinapewa sifa ya namna hiyo. Kama ni wanga itaitwa wanga, kama ni protini itaitwa protini, kama ni mafuta itaitwa mafuta. Kwa hiyo hivi vyote vina utaratibu wake stahiki wa mtu kuweza kuvirekebisha. Kwenye nafasi ya kumshauri mtu nini ongeza nini upunguza, maana yake hapo patakuja, ndio maana nasema kuna vitu vingi vya kuweza kuvipima. Kama utaangalia uzito, utaangalia urefu, utaangalia umri, lakini na hali yake ikoje. Uweze kumshauri mtu kumwambia situmie vyakula vya aina fulani wakati uwezo wa kujimiliki yeye mwenyewe yuko dhaifu riari. Kwa hiyo kila mmoja itategemea na hali yake. Tofauti na vile tulivyozoea general tu kwamba bwana sukari usitumie wanga. Ni kweli tusitumie wanga, lakini nenda kwa wataalamu wa kushauri. Kila mmoja ana kitu anakihitaji kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo huwa ni vizuri ukae na wataalamu wa shauri. Na kubwa tunasema kwamba ukishakaa na wagonjwa kama hawa majumbani kwenye nafasi yetu kama jamii, inakuwa ni ngumu kwa muda mrefu. Mtu amekuwa anakula vyakula mnavyokula nyinyi, sasa leo tunampa masharti. Moja ya changamoto inayokuwa inakuja ambayo tunashauri kwamba watu waizingatie ni pale kwamba sasa tunamwambia wewe chakula chako usitakiwi kutia chumvi, alafu wewe umekaa na chumvi unaweka, unampa wakati mgumu. Sasa hii ni nafasi ya jamii. Kwa hiyo tukisema tunafanya kitu fulani, kwa sababu jua na yule naye ni mwanadamu na anapambana na nafsi yake pale. Kwa hiyo mtengenezeni mazingira akikaa, kwa watu tunapenda chumvi ile inayopikiwa moja kwa moja kwenye mboga ikibidi kutumika. Sababu tunapima ukiwa hospitalini madini ya sodium. Kwa kama itakuwa imepungua tutamshauri mtu fanya 1 2 3. Kwa ikitokea na lazimika kutumia, basi maana kwamba wekeni kwenye mboga ambayo, au kama ni wali wekeni mle ndani mwa chakula chote. Na mkisema hamtumii, basi ni bora isitokee ile athari ya kuongeza mbele yake. Kwa sababu atajitahidi siku moja, siku mbili, siku tatu, siku nyingine atasema ngoja niongeze kidogo. Leo kidogo ni mimisi. Na haya ni makosa sana kwenye magonjwa ambayo chronic. Utakuta mtu anajizuia, anasema siri kitu fulani, lakini siku kaalikwa kwenye shughuli anasema nimejizuia sana, miezi 6 sijala, ngoja leo tu kidogo, haizuru. Uweze jua mwili wako katika wakati huo na mazingira hayo nini kinatokea ndani ya mwili. Kwa hiyo ni bora kuchunga katika nafasi hiyo, kwenye nafasi yetu tunavyoishi na hawa watu. Lakini inapofika pia nafasi kama tunasema kuna hayo mazoezi ya kutembea, kama kuna watu wanaweza kumsaidia mgonjwa, ni jukumu la kusaidia hilo, kuweza kumpa tunasema kampani, ushawishi ili aweze kufanya hiyo vitu, inasaidia. Kwa sababu katika maisha yetu unaweza ukaona kwamba huna uhitaji na mtu au na jamii, au wewe ukaona hanihitaji, lakini huwezi jua yeye mwenyewe anaweza kukutamkia, lakini si uhalisia. Kila mtu anamhitaji mwenzie. Na ndio maana ukitaka kuliona hili liko vipi, jaribu kukaa na wenzetu ambao watakaokuwa wameondoka. Kwa mfano kama ni mwanao kaenda shule, muulize uko boarding jinsi alivyoanza kuwakumbukeni nyumbani ilikuwaje. Na waulize wale waliokuwa wamekwenda nje ya nchi. Kila mmoja ana umuhimu kwa mwenzie. Na kadiri unavyomsaidia, basi na yeye ndio anakwenda mbali. Hii ni kwa ujumla na kwa summary sana kwa upande wa maradhi haya yasiyokuwa ya kuambukiza. Ni ingie kwenye upande huu wa communicable ambao kidogo kuna yanakuwa kwa mengi kwa nafasi yetu sisi ya nchi hizi za tropical, ambapo huku utakutana na maradhi mengi sana, na haya kwetu ndio sehemu kubwa imekuwa ikitusumbua sana. Utakuta kwa mfano hatutarajii kukuta nchi za wenzetu wakipambana na maradhi ya kipindupindu. Isipokuwa nchi zetu tunaita tropical countries, hizi za kwetu kwenye mazingira ya joto na hali za ukanda wa tropical, utakuta haya maradhi ni kwa wingi sana. Kwa hiyo kwenye maradhi haya pamoja tunayagawa kwenye makundi takriban kama 5. Kwanza tunakuwa na magonjwa ambayo tunayaita fecal oral disease. Kwenye nafasi ya fecal oral disease, haya ni maradhi ambayo kama ilivyokuwa inajitambulisha kwa maana ya fecal oral, ukichukua kwa maana unapata feces na oral, kwa maana ni umekula kinyesi au vinavyotokana na asili ya namna hiyo. Kwa hiyo maradhi haya namna hii ndani utaingiza kipindupindu, ndani utaingiza typhoid, ndani utaingiza yote vinayopita katika nafasi ya namna hiyo, minyoo na kila kitu vinapita huko. Sasa utakapo ya address magonjwa haya sasa hivi si mengi sana. Jitihada za serikali kwenye kuweza kufanya, unaweza si kila serikali si ipitie kila mtu mmoja kwa sasa nimefanya kitu fulani. Isipokuwa kuna vitu kivitazama unaona kwamba hivi ni vitu positive kutoka kwenye nafasi hizo. Huduma ya maji, yani magonjwa hayo ukiangalia huko yanapokwenda, ili uweze
kwanza ni kwenye huduma ya maji, ni sehemu kubwa sana kwenye nafasi ya magonjwa ya vikohozi. Tunasema sanitation system. Sasa sanitation system ni watu wachache sana wanaweza kumiliki visima vyao vya maji. Wengi tunategemea maji, kwa mfano kama mito Dar es Salaam ni kutoka Ruvu. Kwa unakuta kwamba yale maji tunayotumia yanatakiwa yawe treated, kwa maana yatawekewa kule dawa na kemikali mbalimbali mpaka unapofikia mtumiaji, kwa maana unakuwa umehakikisha umeua hivi vyote ambavyo vinaweza kusababisha madhara. Kwa mfano kipindupindu, mfano kama unakuta hiyo typhoid, ukikuta kuna hiyo minyoo, vyote vinakuwa vinatoka katika mazingira ya namna hiyo. Na unashangaa minyoo tumezoea kwenye kabichi, sasa kwenye maji inakuwaje? Root ni hiyo moja, na sehemu kubwa zaidi kuna minyoo ya aina nyingi. Sasa tusiingie huko. Kwa hiyo Uingereza hivi kwenye kipindupindu tutajitosheleza. Kwa hiyo kama unatazama miaka ya sasa hivi hatupati sana kesi za kipindupindu huku kwetu. Wakati tulikuwa Dar es Salaam tunapata. Mimi maisha yangu tangu nina akili mpaka sasa nyumbani kwangu, kama maji hayajachemshwa basi nitakunywa ya kwenye chupa ya bombani au nini. Sababu wakati ninakuwa mdogo nilikutana na zile crisis za kipindupindu, wakati huo zinasumbua sana Dar es Salaam. Kwa hiyo nikakuwa na mazingira hayo ya kuchemsha maji. Kwa hiyo maji usipochemsha utanipa ya chupa ya bombani si. Ya kwa sasa hizi imetusema kwamba kuna watu wengi wanakunywa moja kwa moja kutoka bombani kwa sababu kiwango kikubwa serikali inajitahidi kuyatibu. Na lao kama isingekuwa humu katikati kwa tunayapasua na kubomoa, basi maana yake asilimia kubwa 100% hajawafikia watu masafi. Kwa ukidumisha huduma hizi za kwanza za maji, unakuwa umewasaidia kumecontrol sehemu kubwa sana ya magonjwa haya ya mtindo huu wa vikohozi. Baada ya hapo tunakuja tabia zetu sisi wenyewe binafsi. Maana kuna kila level inakwenda kwa jamii ya ngazi yake husika. Kuna ngazi za utawala, kuna ngazi za kwetu sisi. Unapokwenda kula chakula, nafasi ya chakula hii nafasi ya mtu binafsi, tunasema kunawa mikono. Kwenye kunawa mikono, kuosha vile vyombo, chakula kupika kikawa kiko vizuri, hivi vitu vyote vina nafasi ya kuzuia haya magonjwa yanayopita katika njia ya mdomo. Hapa utakuwa umeyadhibiti haya maradhi ya jamii hii ya vikohozi. Ukiondoka katika jamii ya kundi hili utakwenda katika jamii nyingine la magonjwa ambayo tunayaweka katika kundi tunaita zoonotic disease. Magonjwa yanayotokana na vitu jamii, yanayotokana na wanyama au na product au material yale kutoka kwa wanyama. Yaani kwamba kwa mfano kimeta, fikiri kimeta kinaeleweka sana kwa sababu kuna miaka nyingi kilikuwa maarufu. Kinatokana na aina ya mifugo, jamii ya ng'ombe kama na mbuzi, kondoo. Kama hautaandaa vizuri ile nyama au yale maziwa utayapata ya maradhi. Kwa hiyo hii maradhi yanayotokea kule tunaita zoonotic disease. Utakutana na maradhi ya aina nyingi, kuna tetanus na vitu kama vya namna hiyo. Tunataka kushangaa tetanus inatoka vipi, inatokea kule kwa sababu wale bakteria wa tetanus wanaishi katika ile njia ya utumbo mpana wa chakula kwenda mpaka kwenye njia ya haja kubwa ya wale wanyama. Tumezoea sana tetanus inatoka kwenye kutu, lakini si kutu, ni kule. Sema kwa sababu sasa wanajisaidia popote, katakuwa kuna vyuma vitakuwa vimeichukua na pale wale bakteria wanatengeneza kwenye spores, inaweza kuishi muda mrefu. Ndio maana moja kwa moja mawazo yakawa yanatokea kule, lakini asili yake ni kule. Kwa hiyo haya ni maradhi ambayo yanatokana na jamii zetu kutegemea na kuishi na wanyama karibu, kwa sababu utakutana na jamii ya wanyama na ukiyagawa utayagawa katika mtindo wa bakteria, utayagawa katika mtindo wa fungus, utayagawa katika mtindo wa virus, utayagawa katika mtindo wa minyoo. Hivi vyote vinatoka kule. Kama kwenye nguruwe tunasema kuna wale hookworms ambao wanasababisha na wenyewe shida nyingi. Lakini utakapokuja kwenye jamii ya ng'ombe kama nilivyosema, kwa hiyo jamii ya kimeta, tukaweka kuna hiyo nafasi ya tetanus inatokea huko. Kwa hiyo unakwenda na hivi vitu katika nafasi ya namna hiyo. Kwa unapofika nafasi ya hivi vitu kuweza kuvicontrol, japo kwenye virus unakutana na kichaa cha mbwa. Kwa hiyo unakuja kukutana na vitu vya namna hii, maana kwamba kwanza ni kugundua ugonjwa ni ugonjwa aina gani. Na anaweza kusema hivyo ni mtaalamu wa hospitali kwa vipimo maalum. Ukisha identify pia kuna nafasi ya kusema kwa baadhi ya vitu kwa kutumia dalili. Madalili tu ukiziona unajua moja kwa moja huu ni ugonjwa fulani kitaalamu. Kwa mfano kama wagonjwa wenye tetanus, sifa yao kubwa ni kwamba huku kuongea tu kama mtu ana tetanus anapata, kwa sababu tetanus wale wadudu wanatoa sumu. Ile sumu inakaa baina ya
maunganiko ya mishipa ya fahamu baina ya mshipa mmoja kwenda mshipa mwingine, hapa katikati ile sumu inakaa inazuia kwamba taarifa ikitoka huku ili ipite ile huku yenyewe inazuia. Kwa hiyo ikizuia inatengeneza hali kama vile kwa lugha nyepesi niseme kama shoti fulani. Kwa hiyo mgonjwa huyu chochote kile kitakuwa kinalazimika mishipa yake ya fahamu ifanye kazi, kwa maana itakuwa kinasababisha kama unaongea anakaa geuka mtazame, kwa hiyo ameshughulisha ile mishipa ya fahamu inakaza. Kwa unakuta muda mwingi mshtuko kidogo anakakamaa. Hata kwenye mwanga pia ukiweka tu mwanga ukiwasha taa inasumbua. Kwa hiyo wanajua tukitibia ukipata mwanga kwenye mazingira ambayo yanakuwa yana hali ya giza lakini pia yanakutulia mpaka uweze kutibu. Changamoto kubwa sana kuitibu hiki kitu. Kwa hiyo hii utaipata katika mazingira kama hayo, na unapokutana na mazingira kama ya kichaa cha mbwa, ukishaweza kujua kama ni kichaa cha mbwa, basi maana yake ni kwamba kuna bidii kushirikiana timu, wapate wenzetu upande wa veterinary service, madaktari katika upande wa mifugo, mbwa wa eneo hilo, wanyama wenye sifa ya kung'ata, mbwa, paka, kama tunakaa huko kwenye mikoa ingiliana na wanyama wakali kama fisi na tulia nayo, basi kwa haraka tuchukue hawa majumbani, jamii ya mbwa na paka huwa nao na chanjo zao. Kwa hiyo inabidi uwachanje, na yule atakayeonyesha dalili sahihi ambazo kwamba hizi ni za muathirika wa ugonjwa huu, basi maana yake kama tunasema huyu mbwa ni kumua, na pia kwenda kuzika ile maiti au mzoga wake yule mbwa, inatakiwa ikazikwe na utaratibu wake. Kwanza uchimbe shimo zaidi ya hili tunalomzikia mwanadamu, tunamwagia dawa mbalimbali ndani, kuna chokaa, kuna kitu gani, na umfikie kiasi kwamba wanyama wenzio wasio kasikia harufu yake wakataka kufukua wakala na wakila, maana wakapata wao wale maradhi. Kwa maana akasema kuna kutaka kuzuia maradhi kwenye jamii, kuna ngazi zinazotakiwa zihusike. Kuna ngazi ya kwetu sisi kama jamii na kuna ngazi inakuwa ni ya serikali. Kwa sababu ikifika nafasi ya kuchanja, hii chanjo ni ya serikali. Lakini kuna maradhi mengine yakijitokeza, inabidi serikali iwe notified, ipewe taarifa kwamba kuna jambo 1, 2, 3 linajitokeza. Hasa pili anakuja katika mtindo wa mlipuko mkubwa. Kipindupindu unaweza kama ni kitu kidogo tu, lakini kitokea hapa ikiwa kila mtu anatumbula kuala mji mzima, maana kwamba serikali inabidi ijue hili ifanye haraka kuleta madawa. Lakini pia na wataalamu na iandae mazingira ambayo hawa watu watapelekwa kwa kutibiwa pale, ili atakapotoka mtu kutoka point A kwenda point B, hapa njiani akipika tukisaidia anaendelea kuambukiza ule ugonjwa. Kwa hiyo na maana inabidi serikali involve ili iandae eneo la kuwatibia hawa watu, inakuwa ni isolation au quarantine. Na bahati nzuri mashehi wanajua kuna hadithi nyingi zinazoelezea haya mambo ya quarantine. Kwa hiyo hii ni nafasi ya magonjwa haya ya vikohozi. Kwa hiyo kwanza utafanya namna hiyo, na bahati nzuri ukisha control katika nafasi hiyo, ukatoa elimu katika jamii na tukazingatia usafi, kunawa mikono kabla ya kula, baada ya kula, kuosha matunda na kupasha vyakula kula vikiwa vina hali ya moto. Baada hapo kuna nafasi nyingine itakuja pale kwenye maradhi, tutatibia, tutatoa dawa, na kuna baadhi ya magonjwa yenyewe ambayo yanahitaji chanjo, tutachanja. Mfano kama tetanus, tutatoa tetanus chanjo yake, tutatoa. Kama ni virus hawa kichaa cha mbwa tumesema tutawachanja wale kwa wazima, na wale wenye shida sheria, kwa sababu kichaa cha mbwa akikipata mbwa au mwanadamu atakapoanza kuonesha zile dalili zake, hana zaidi ya siku 14 atakuwa amekufa. Kinashambulia kwa kasi sana. Kwa hiyo ni lazima tahadhari ya haraka ichukuliwe. Unaweza kuona ni jambo dogo sana, lakini madhara yake kwa jamii ni kubwa. Na usipoihusisha serikali, atakuja kulalamikia mtu hapa anakuambia umeua mbwa wangu. Kwa si jukumu lako kuua, jukumu ni kutoa taarifa kwa mamlaka husika wafanye kazi yao husika. Ukiachana na magonjwa haya mtindo huu wa zoonotic disease, utakutana na magonjwa ambayo tunasema vector-borne disease. Vector-borne disease haya ni maradhi au magonjwa ambayo yanaambukizwa na wadudu kama malaria au bungo, wale wanataka sana. Sasa ukikaa kwenye maeneo ya mifugo kama ng'ombe Dodoma, watu wako kwa wingi sana, wanasababisha malaria. Kwa hiyo hawa na wenyewe ikijitokeza, ili uweze kuya control, maana yake ni kwamba unarudi katika utaratibu ule ule. Nini kinasababisha ugonjwa, ni aina gani? Ukishagundua baada ya hapo anaisababisha ni nani? Kama ni nzi, maana yake tutoe dawa itakayoweza kumdhibiti nzi. Alafu baada ya hapo unakwenda kumtibia mwanadamu. Kwenye principles za communicable disease inabidi vitu vitatu vitazame. Tunaita host, yule anayeugua kwa maana ya mwanadamu.
alafu yule causative agent kama hapa na huyu vector nayo mtazame, alafu unakwenda kwenye mazingira. Hizi pembe tatu zinategemeana, kwa maana kwamba huwezi kusema unamlinda mwanadamu peke yake alafu bado mbu wanazaliana kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sio shughuli zote mwanadamu ataweza kuzifanya akiwa kwenye neti au wapi. Kwa hivyo vinaenda sana, kwa maana unamtibu mwanadamu, unatokomeza mazalia ya hawa vector ambao ni wadudu insecta na jamii namna hiyo, na wakati huo unaangalia mazingira. Kama mazingira yanaonyesha ina promote kuzaliana kwa hawa wadudu, maana ni kwamba utakufanya ni kuondoa yale sehemu ya mazalia ya wale wadudu. Ukiweza kuvisimamia hivi vitu hapa, maana kila kitu kinakwenda sambamba, na baada ya hapo kwa nafasi yako wewe sasa ni nini, inakuja ni mazingira yako. Kama ni mtu tuliza dawa. Zamani kulikuwa kuna programu zile, kama utakumbuka, kuna kipindi walikuwa wanapita huwa hata hapa katikati pia, baada ya baraza yako walikuwa wanapita watu kupuliza madawa majumbani na mitaani. Lengo lilikuwa ni kuondoa vitu vinavyoweza kusababisha kubeba mdudu kwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kusababisha maradhi. Kwa hii ni nafasi ya kufanya namna hiyo. Kuna nafasi ya mtu binafsi, sasa hizi dawa ziko nyingi za kupiga majumbani, ili mradi kila mtu kwa namna yake aweze kuchukua tahadhari, na lengo kubwa mwisho siku inakuja ni ile elimu husika ya kuweza kufanya namna hiyo. Tabu yetu siku hizi, ukilikuta jambo linamhusu mufti, kila mmoja anaingia kwenye Google. Tena wenda kwenye Google kidogo wakugaia maelezo yenye kujitosheleza ya kina, na mwisho wakugaia ushauri. Tunaingia kwenye mitandao, anaingia kwenye WhatsApp na Facebook, kule kuna mtu, kila mtu ni mtaalamu. Sasa matokeo yake unachukua yale mambo ambayo yalikuwa unatakiwa kushauri watu husika, unachukua wewe, alafu umechukua nusu. Unapata neno lililokuwa sahihi. Ukitaka kulihakikisha hili jinsi lilivyo, angalia leo tofauti zetu tulizokuwa nazo misikitini tu. Kwa sababu tangu tumefundishwa mafundisho ya dini ya Uislamu miaka 1443 iliyopita, na ndio maana tunafanya maadhimisho yake haya, meseji iliyoteremka wakati ule na wenyewe walikuwa wakiishi wakati ule hawakuwahi kugombana, mwezi umeandama wapi, umetoka wapi. Meseji ilikuwa ni ile moja. Lakini nini kinaendelea? Maana kwamba kila anayechukua ule ujumbe, anayekwenda mbele, kila anayemwambia naye anasimulia vile anavyoona kwake yeye uwepesi zaidi kusimulia. Matokeo yake ule ujumbe unapoteza maana halisi, isipokuwa upate sehemu uliohifadhiwa. Na sehemu uliohifadhiwa maana yake nenda kwa watu husika wasome. Uislamu na haya maarufu, nafikiri naongelea kitu waulize sana wenye kujua. Kwa hiyo sasa tunapoingia kwenye mitandao ya jamii tunapotosha lile lilokuwa sahihi, na watu wanakosa haki zao za msingi kwa kitu kidogo tu, na athari yake inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ikitokea katika hali ya namna hii, maana yake ni kwamba una control katika hali hizo na unatibu magonjwa husika, na watu wanakwenda wanazingatia kila mmoja kwa nafasi yake hiyo. Ukiachana na magonjwa haya, unakuja katika magonjwa mengine tunasema sexually transmitted disease, magonjwa yanayoambukizwa katika mtindo wa kujamiana au magonjwa ya zinaa. Zinaa inapopata terminology nzuri zaidi, kwa sababu tayari ndani yake inaweka ukali. Ukiyafuata haya na ukiyachunguza, maana yake ni kwamba yako ya aina mbalimbali magonjwa ambayo yanaambukizwa katika mtindo huu wa kujamiana. Utapata kwa mtindo huo vile vile, utapata mtindo wa bakteria, utapata mtindo wa virus. Kwa hiyo inapojitokeza, maana yake kwamba kila kimoja utafuata utaratibu wake. Lakini katika nafasi yake ya kuweza kuzingatia, madaktari yani atakayeugua aende hospitalini ili waseme ni ugonjwa upi. Kuna gonorea, kuna kaswende, kuna pangusa. Mengine naweza nikakumbuka zaidi kwa Kiingereza kwa haraka ikawa terminology itakuwa ngumu. Chapo hili iko huko ndani. HIV/AIDS iko huko ndani. Sasa ukiyakuta haya, maana yake ni kwamba inabidi mtaalamu aseme huu ni ugonjwa upi, kwa sababu dawa zinaweza zikawa zinakutana sehemu moja, lakini kuna sehemu zinatofautiana. Inabidi kuna sehemu changanya dawa mbili, sehemu dawa tatu. Kwa sababu tunaongelea zaidi kwenye upande wa tunaishi vipi na tunajikinga vipi, ninaoepuka ile nafasi ya zile dalili zake. Kwa sababu yake ni magonjwa mengi mno, muda hautoshi. Kwa hiyo utakuta yule anajitokeza nayo haya maradhi, maana yake kwamba sisi nafasi yetu kama wataalamu ni wewe kuja na kusema ninaona nikikojoa na kupata maumivu, ninaona nina vidonda sehemu za siri, tupime tuweze kusema ni syphilis. Maana tukija kwa daktari tunayagawa, na kwa katika sehemu tunasema magonjwa yanayotoa usaha na magonjwa yanayotoa vidonda sehemu za siri.
Kwa hiyo ukishayagawa katika makundi haya, maana sasa ukiyaweka katika kundi hili na kusaidia, kwa sababu agharabu mengi yanashare dawa ile ile moja. Kuna watu leo hii ukimwambia kwamba bwana, sasa una shida, shida yako kitu gani? Na bwana, mimi nina kitu. Ndio maana nasema waulizeni wenye kujua. Ukaambia kunywa Flagyl, na Flagyl dawa ya tumbo. Hapana. Flagyl ina uwezo wa kutibu magonjwa mengi mno ya bakteria na inafanya vizuri sana. Isipokuwa tu kuweza kujua, kwa sababu wenyewe tunawagawa katika mtindo tunasema anaerobics na aerobics, yani wale wanaokaa kwenye oxygen na wale wasiotaka oxygen. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujue na mtaalamu akushauri. Sasa inapoingia haya madaktari wetu wa siku hizi wao wa mitandao, changamoto inaanza hapo. Lakini ukiweza kuzingatia ili mtu utapata matibabu stahiki. Na baada hapo ukitibu utaratibu wako utakwenda kujua na itakiwa kutibu, maana kwenye magonjwa ya kuja zinaa wewe uliniambia unaumwa ni ugonjwa fulani, maana inabidi wewe umepata sehemu. Kwa hiyo inabidi nikutibu wewe na kule ulipochukua. Matangazo fulani wanalitoka kwenye vyombo vya habari, wanauliza je, tuko wangapi? Kwa hiyo ukilijua lile, maana inabidi sasa utibu wale wote, kwa sababu linaambukiza. Ukimtibu mtu mmoja, maana kwamba umemtibu yeye, anapona kesho anarudi pale pale tena anauchukua. Kwa principle ya kutaka utibu wote. Baada ya hapo ndio watu na wako taratibu stahiki, kwa sasa jitahidi kuishi katika ule mfumo ambao mfumo huu utakufanya usipate maradhi haya ya kuambukizwa. Kwa sisi kwa nafasi yetu ya ngazi, kwa sababu ni msikitini, tutakwambia nenda kaoe. Hakuna mbadala wake. Ni principle ile ile moja ndio ambayo tukija kwetu sisi tumesema kwamba kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu. Mpenzi mmoja mwaminifu ni mkeo au mumeo. Kwa hiyo kuwa na nenda kaoe au kaolewe, utasalimika kwa sababu ya mahitaji yako mengine. Hii ni principle kubwa ya magonjwa haya ya kuambukiza. Baada ya hapo izingatiwe neno uaminifu. Huu uzingatiwe. Hapo utakuwa uko salama ukishatibu. Ukiachana magonjwa haya ya sexual transmitted disease, baada hapa utakutana na magonjwa ambayo yanaitwa airborne disease. Airborne disease ni magonjwa yote yanayoambukiza katika mtindo wa mfumo wa hewa. Tukiongea mfumo wa hewa, hewa hii hapa haiwezi kuambukiza, isipokuwa lazima pawe, kama nilivyosema mwanzo, lazima kipatikanike kile ambacho kina ugonjwa ili kiweze kuambukiza. Kwa unakuta mfumo huu wa hewa, ili vitu vinaweza vikaambukiza. Kama mtu anaongea, kuna watu tunajaribu akiongea ni lazima utahisi ile athari ya mate. Kwa katika kuongea tunasema huku, kama mtu anaongea sana kama vile mtu amegazibika, basi kama ana kitu atakuambukiza. Baada ya hapo inakuja chafya, inaambukiza. Hivi vitu utavipata katika nafasi ya magonjwa haya mfumo wa hewa. Wakati tunafanya program za mambo ya TB, kujitibi kule tunasema kwamba mtu anapokuwa anapiga chafya, ndani yake kuna zile droplets, yale matone baina ya matone 30 mpaka 500 yanatoka kwenye ile chafya moja. Na kila tone moja ndani lina uwezo kuhifadhi vijidudu takriban milioni 1 mpaka milioni 30. Kwa maana chukua chafya yako zidisha mara milioni 30, utajua ni wadudu kiasi gani unawatoa, kama ni bakteria au ni corona. Mimi nimesema sijui kuniambia arifu inaandikwaje, lakini najua kwa sababu nifanyia wao na nimeongea kwa waulize wenye kujua. Tuna maelekezo kwamba tunapopiga chafya miayo tuzibe mdomo wetu. Ilikuwa hekima yake ni Uislamu haukuacha kitu. Kwa hiyo ukija kule kwenye fikooro disease tulikuwa tunasema kwamba mmoja matumizi ya maji yanasaidia kuokoa hii. Tumeambiwa tukae tudumu na uzu. Kwa sababu unapodumu na uzu iko hivi. Nimepanda pantoni langu hapo, ninakuja ninavuka na nipiga chafya. Nikimaliza pale, kama kutakopo kuna kuloa kulikuwa kunaonekanika ile asali ya kamasi, nitafuta kama ni kwenye kanzu, nitashika kwenye kiti au popote pale, mkono ukiwa mkavu naendelea. Nikija hapa nikutana na Sharifu, nampa mkono, hujui linaloendelea kwenye mkono wangu. Na yeye akimaliza hapa, kama alikuwa anafunga msikiti, amefunga pale msikiti wake na funguo zake, kile nilikuwa nacho mimi na yeye kakiacha kwenye mlangoni, na yeye tena anaondoka anakwenda nyumbani kwa mama watoto na watoto. Umeona jinsi huu mzunguko unaozidi kuwa mkubwa, ule unarejea tuko wakati.
Lakini kama utakuwa tuna kawaida ya kudumu na uzu, maana yake ni kwamba sifa ya kwanza umeosha viungo vyako, kama kuna chochote umetoa. Hata sisi kule hospitalini tufanye operation kwanza, operation ya kwanza ni kwanza unapoanza ni wewe kunawa. Tunaita kuscrub. Principle kabisa. Nyinyi mmejua hizo siku 2-3 baada ya corona kufanya hivi, fanya hivi. Ni utaratibu kabisa, unabidi kama daktari ujiandae hivyo, unao hivyo, na kutoka pale ufutaje mikono yako, upewe nguo zako uvae vipi ili usije contaminate ile mgonjwa na kufanya operation pale. Kwa hiyo kama tungekuwa tunadumu na uzu wetu, hili tunaepukana nalo. Unakuta mtu kwa sababu huko amejikuna sehemu mbalimbali za mwili, minyoo ina kawaida ya kutokea njia na ina kawaida ya kuchimba. Sasa mtu katoka kujikuna kule na kaja na mikono yake, anakupa kama jinsi ulivyo. Ndio maana ya kusema kukaa na uzu, ama tunapofika nafasi ya kuosha vitu. Lakini pia kwa mfano kwenye magonjwa haya ya fikoro, kipindupindu tumekizoea sana, hasa msimu wa maembe. Si kama maembe ndio yanasababisha kipindupindu, hapana. Isipokuwa kinachotokea ni kwamba kwa sababu yanaota porini, na mara nyingi tumezoea huko, ukienda mwenzetu mikoani, sisi sehemu zote tunasema wenyewe kuchimba dawa. Wewe umejisikia unataka kuchimba dawa, unakwenda mahali popote. Unapoondoka pale ukufikia ukufanya nini? Mwaka si utaratibu, si ustaarabu. Matokeo yake embe likianguka linaangukia pale. Anakuja kulichukua kuliokota ni kuharaka haraka na kutia kwenye tenga, linasafirishwa mpaka kwako Kariakoo. Na wewe ukishika pale na njia yako ya haraka haraka kukamata na kula. Kichokopa pale chini ambacho lile embe liliangukia, na kama kuna maradhi ya namna hiyo unayapata. Ndio maana wakati wa msimu huo wa maembe ukienda vijijini huko unakuta watu wanaugua sana. Lakini kadri elimu inaendelea kuwafikia watu na kudumisha hizi huduma za maji, sasa hizi unakuta hivi vitu visumbui sana. Kwa hiyo ukija katika maradhi haya ya mfumo wa hali ya hewa, sasa hapa unakutana na maradhi ya aina nyingi. Kuna maradhi ya mtindo bakteria sana sana hapa na wengi, na virus hapo ndio utakuta wengi sana. Kuna kina kifua kikuu hapo utawapata, kuna uti wa mgongo hapo utawapata. Unakuja kwa hali zetu za sasa hivi, tuna kitu tunaita severe acute respiratory syndrome, ama kwa lugha nyepesi corona, COVID-19, corona disease. Unaikuta katika mazingira haya hapa. Baada nilikuwa hapa sikutaka kugusa sana, sasa shehe wangu akaamua kuitumbukiza ile nyepesi, maana sasa unaona watu wanasogea. Sasa kwa uhalisia halisi, unapokutana na magonjwa na maradhi ya namna hii, principle hazibadiliki za haya maradhi. Baada ya kujua ugonjwa unasababishwa na nini, dalili zikoje, na tunakuja pale pale tu kwenye hatua ya kwanza ya kuweza kujikinga. Ukiwa kama hizi zilizokuwa zinatakiwa mtu azizingatie zimeshapita, umepata maradhi, basi kama hujasema una maradhi fulani, acha wataalamu ndio waseme huu ni ugonjwa fulani, ili wakupe matibabu stahiki. Tuna watu tunawapokea na nalalamika kwamba nasikia moyo unaniuma sana, lakini tukija tukifanya vipimo vyetu na kila kitu tunaweza kugundua ni vidonda vya tumbo, kwa sababu mfuko wa chakula na moyo vimekaa karibu sana. Kwa hiyo kuna kipindi inaweza kusababisha hiyo maumivu, akasikilia ni moyo, kumbe vidonda vya tumbo. Sasa anatakiwa aseme ni mtaalamu kwamba haya ni maradhi fulani, na si muhusika tu akakaa akasema nimeona dalili hizi na wewe wewe kuugua hivi, kwa nini ndio kitu fulani na wewe kama ngoja nichukue dawa. Hapana, fuata utaratibu stahiki. Sasa ukija katika utaratibu huu wa maradhi haya ya hewa, mfumo huu, pana miongozo mingi ambayo imetolewa, lakini sehemu kubwa tunasema kwamba kwanza tunazuia maambukizi baina ya mtu mmoja kwenda mtu mwingine, kwa sababu ni communicable disease. Kwa hiyo kwenye kuzuia haya maambukizi, kwanza tumesema tunatakiwa tunapunguza misongamano isiyokuwa ya lazima, kwa sababu ukishajazana sehemu nyingi, maana ukifuata haya magonjwa sasa yake huwa ni mlipuko. Kwa mfano kama ukifuatilia uti wa mgongo, meningitis, utakuta sana kwenye mashule hasa ya boarding au kwenye kambi hizi sehemu za wafungwa, kwa sababu kule kunakuwa na msongamano wa watu wengi. Kwa hiyo la kwanza tunasema punguza msongamano wa watu. Panapokuwa hakuna sababu ya kurundikana, basi watu wafanye na mbele, na kubidi tu maintain distance ya kuweka, sasa hivi tunasema mita 1, mita 2 tu, tumeacha umbali wa namna hiyo.
Lakini pili, unakuja hatua ya pili ile tulikuwa tumeelekezwa kule, mashehe watatoa hapa hivi, wanakwambia tuzibe chafya yetu. Siku hizi tumeongezeka, tunasema kama unakwenda pale feri unataka kuvuka, wanakwambia hakuna kuingia kwenye pantoni bila ya barakoa, kwa sababu tuko wengi kule msongamano na kila mtu ana hali zake kupiga chafya. Kwa hiyo njia nyepesi ya kwanza ni kuzuia ile chafya yako isitoke, kwa sababu kama unayo maradhi unayo mwenyewe, ukiyadhibiti hapa, maana yake kwamba umesaidia sana, hayatasambaa. Tunasema ile chafya kuchukua milioni karibuni 3 mpaka 30 mara droplet 500, unaona ni wadudu wengi kiasi gani unawaachia. Kwa hiyo vaa barakoa kuzuia chafya yako. Barakoa haikuwa sasa hivi ndio imetolewa, isipokuwa kwa sababu imepanda kasi dunia nzima kwa haraka, ndio maana imefahamika namna hii. Baada ya hapo tunakuja, kwa sababu tumeongea hii nafasi ya watu kuweza kunawa mikono, tukasema tudumu na uzu, tukaongeza nafasi ya sanitizer. Kwa lugha ya haraka unakuta hawa wadudu wengi wanaosababisha haya maradhi hawana uwezo wa kuvumilia ile chemical zilizokuwa ndani ya sanitizer. Kwa maana kwamba unapokuwa kwenye mazingira unaona maji kuyapata kwa haraka ni ngumu, basi sanitizer imekuwa kwenye option ya haraka, kwa sababu ukichukua unapoosha ile mikono kwa utaratibu wake stahiki unaotakiwa, maana yake ni moja kwa moja ina uwezo wa kuua kwa kiwango kikubwa sana wale wadudu. Ni kama sisi tulivyo hivi, kidaktari unasema hizi ngozi ni sehemu ya kwanza ya ulinzi kwa wewe mwanadamu. Kwa unapotumia ile sanitizer na yenyewe cha kwanza inaanza kuharibu ile ngozi zao wale wadudu. Naamini unafahamu tukitoa ngozi yako hii uwezo wa kuishi hakuna. Kwa hiyo wao ya kwao ilivyo walivyoumbwa inaharibika kwa haraka sana unapotumia material hizo za sanitizer. Kwa ukifuata ule utaratibu haraka, na wala haihitaji ukae muda mrefu kama vile wakoga. Kiasi kusema tu bismillahirrahmanirrahim. Yaani muda huo bismillahirrahmanirrahim umemaliza hapo, umefuata hizo sehemu zote umemaliza. Kisha subiri ile sanitizer itulie, ndio shika unataka kushika. Kwa sababu usije ukashika na mikono mibichi, maana yake kwamba kama kuna waliokuwa wako hai umewaweka hapa, afu kwenye hakuna sanitizer ikarukia hapa, unaongea nafasi ya kusurvive. Wewe subiri ikaue kabisa, akose pa kwenda. Kwa hiyo baada ya hapo ukiepukana na vitu hivi na hali hizi, tunakuja kwenye nafasi zingine tunaangalia. Ningependa zaidi pana mwongozo wa hili janga lililokuwa limefikia sasa hivi la maradhi haya, tena limekuwa si la mtu binafsi, ni la dunia nzima. Na pindi dunia nzima inapokurupuka, kuna mamlaka husika zinazohusika na hizo hali. Kwa hiyo tuna mwongozo ambao ulitolewa kwenye Julai 2021. Miongozo iko mingi, lakini huu ulitolewa hapa hii Julai, ambao unaelezea utaratibu mzima jinsi gani ya kuweza kudhibiti haya maradhi jinsi ilivyo na nini kifanyike. Huu utangulizi jinsi ulivyo, nisome tu utangulizi wake kwa haraka. Ni mwongozo kutoka Wizara ya Afya. Hii umeanza na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ikaeleza vitu vingi, ikatoa toleo la kwanza. Utangulizi ni kwamba kutokana na mwenendo wa ugonjwa wa corona uviko 19 nchini, kamati ya wataalamu imeainisha maneno mahususi yanayohitaji kutiliwa mkazo kupitia afua za kupunguza msongamano katika jamii. Lengo ni kukata mnyororo wa maambukizi katika ngazi ya kaya na jamii. Mwongozo huu utawezesha wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii sambamba na kubadili tabia zao, huku wakizingatia mbinu za kujikinga na ugonjwa kwa kupata elimu ya kutosha na kujiwekea utaratibu wa kudhibiti ugonjwa kutosambaa kwenye jamii. Wananchi tayari wamepokea mbinu hizi kwa mtazamo chanya, lakini zinahitaji kuimarishwa bila kulegalega, ili jamii iweze kujikinga kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huu wa uviko 19. Uviko 19 kwa maana ni ugonjwa wa virusi vya corona. Kwa hiyo tumesema kuna nafasi ya kuangalia mikusanyiko, unatakiwa udhibiti. Humu wanaingia watu wote mpaka kwenye nafasi wapo, ukiingia kwenye ukurasa wa pili zimewekwa mpaka nyumba zetu za ibada. Lakini katika hizi sehemu zote ukiwa unaingia, principle kubwa zinakuja ni hizo, kwamba unapoingia mlangoni pale pana maji ya kunawa mikono, pana sanitizer, na wewe muumini umevaa maski, na kama tuna vile vya kupimia joto, unapima pale joto. Ikitokea kwamba joto liko juu, basi mshauri mhusika kwamba kwa hali hii kwanza unawezekana ukawa unaoma, nenda hospitalini upate utaratibu husika. Inaweza ikawa ni malaria tu, si kila joto lilopanda ikawa ni uviko. Hapana. Huko unatoa mwongozo, haukuacha kitu. Umekwenda huu mwongozo umetoa mpaka kwenye vituo vya polisi, magereza, mahakama, nini kifanyike.
Umekwenda saluni pamoja na kinyozi nao nyinyi mwafanye. Umekwenda kwenye maduka makubwa kama vile umekwenda kwetu hapa, umekwenda Ilala hapo sokoni Kariakoo, wameweka kwenye matamasha mbalimbali ambayo kuna watu wengi wamekusanyika, na ikaelezea umuhimu wa matumizi ya barakoa. Na mwisho kama maandishi yakawa tunasema bold makubwa kwa nyeusi kwamba mwisho wakuu wa mikoa, wilaya na vyombo vya ulinzi na usalama wasaidie waganga wakuu wa mikoa na wilaya katika kutekeleza sheria ya afya ya jamii ya mwaka 2009 kipengele cha 15 na 16 inayowapa mamlaka ya kudhibiti kusambaa kwa magonjwa katika maeneo yao na kusimamia mbinu mbalimbali za udhibiti kwa jinsi watakavyoshauriwa. Kisha akaisaini mganga mkuu katibu mkuu wizara ya afya Dr. Abdalla Makuni. Kwa huu ni mwongozo ambao ukifuata na ukizingatiwa utakusaidia katika hali hizi ya jamii tulizokuwa tuko nazo. Kwa hiyo kwa magonjwa haya ya mtindo wa hali ya hewa, unakuta kubwa ni kujua kwamba kama ni ugonjwa unasema katika mtindo wa hali ya hewa, basi kwanza tudhibiti kutoka baina ya mtu mmoja mwingine, tukasema umbali, tumesema vaa maski, tumia sanitizer, tuoshe mikono, tutakuwa tuko katika hali salama. Na yule atakayeonyesha dalili zile anaonyesha kwamba ana ugonjwa aende hospitalini. Hakuwa na nafasi ya mgonjwa huyu mwenye maradhi haya, kwa sababu tunasema ni ya kuambukiza, ukamtibia nyumbani bila kupata matibabu. Aje hospitalini tumtazame yupo katika kiwango kipi, kiwango cha kutibiwa vile nyumbani na dawa zake, na utapewa utaalamu kuishi na yeye. Na kama kuna anahitaji kuja hospitalini, tutachukua sisi nafasi yetu hapo. Kwa yote, kwa nafasi ya ugonjwa wa corona, kwa nafasi ya ugonjwa wa TB, na tunasahau sana TB, lakini ipo inatushambulia. Kwa hiyo hivi vyote vinahitaji kuchunga na kutazama. Mgonjwa wa TB akishatumia dawa za TB kwa siku 14 aambukizi. Na ukichukua katika nafasi ya magonjwa ya hii ya virus, kwa wenzetu kienda pale watu wa madini na masuala ya chanjo, immunology au NIMR kule, watakwambia kuna muda tangu ule muda ambao mtu anaanza kuonyesha zile dalili, anakwenda mpaka kifikia kiwango fulani, mwisho wa siku wadudu wanapoteza ile kasi ya kupungua kuambukiza. Wakati huo sasa inategemea aidha anapona au tayari wameshamshambulia kiasi kwamba sasa anakuwa huyu mtu ameshaanza kuwa dhaifu. Kwa hiyo kwa haraka naweza kudili nisimame hapo ili nipokee maswali alafu niyajibu katika hayo maswali. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Abubakar kutokea taasisi ya Jakaya Kikwete iliyopo Muhimbili, ambao wanadili na masuala ya matatizo ya moyo. Alhamdulillah, tunakushukuru kwanza sana, mashallah umetufungua sana tumejua mambo mengi ambayo kwamba ilikuwa wengi tukiona mtu kwanza akiumwa usahihi ni kukimbia. Kulikuwa kuna kabila, baadhi ya kabila tunazo katika jamii zetu, akifa mtu anahama mji, wanamwachia ule maiti. Sasa kuna na wengine mtu akiumwa wanamwachia nyumba, wanaanza kukimbia, wanaanza kumtenga. Kumbe baada hata mgonjwa akikatazwa chumvi, kutumia chumvi na wewe kuuza, haitakuwa sahihi kwamba mgonjwa amekatazwa chumvi basi umpikie chungu chake. Kwa mujibu wa mfumo wa mazungumzo ya dokta, yani kama unamvuja nguvu, alipozungumza dokta nilipofahamu kwamba kama unamvuja nguvu, bali wewe msupport, umpe kampani katika lile jambo, umpe ushirikiano mzuri, uwe karibu naye. Kwa hiyo haya yalikuwa hatuyajui wengi, tunaona unaumwa wewe ndio unokatazwa kutumia chumvi, wewe ndio unokatazwa kutumia sukari, na pengine tukaongeza kitu ambacho pia nafaa kutumia, wewe ukamuongezea na hichi pia, mpaka ikawa mtihani kwa ule mgonjwa, anakonda, anakuwa mnyonge, anakuwa hana raha kwa sababu ya wewe unapokwenda naye. Kwa hiyo haya ndio baadhi ya mengi tunayopata kupitia Dr. Abubakar. Mwenyezi Mungu atuwekee na azidi kumpa elimu, atunufaishe kila wakati tukimhitaji awe atakuja. Yeye ametoka hospitali, amin ya rabbal alamin. Umeshindwa jamani kuitikia mpaka alipitia huko.
yeye ameacha mambo sasa hivi, ameacha hospitali, amekuja kujumuika na sisi kama kuona na yeye mchango wake kwa Waislamu wenzio, lakini kwa sahihi yuko kwenye kazi zake na endelee, na akaacha kwa ajili ya kupeleka Uislamu mbele na kwa ajili ya kutupa sisi faida kama hizi. Haya, sasa tuingie katika masala, na wakati tunao mzuri, kwa jana nilizungumza sana, kumbe katiba yake kaubana wapi. Leo napunguza ili tuweze kupata masala, na suala lolote la kuhusiana na afya muulize. Suala lolote, si lazima kuhusu labda COVID-19 ama lolote, una haki kumuuliza suala lolote. Bismillah, kama masala. Naam Sheikh, mtu hapa uulize, kwa sababu usipate kuruhusu na vyombo mnapata kurekodi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru kwa ndugu yetu kukumbuka na hapa, Mwenyezi Mungu amlipe na muongoze katika njia sahihi. Sema kwa upande wa afya, katika imani yetu tunaamini kwamba Mtume Muhammad naye alikuwa ni daktari mkubwa, lakini katika historia yake tukipata kwa anapenda sana vyakula viwili, asali na maziwa. Je, wewe kama mtaalamu wa moyo unaweza kutuambia nini katika asali na maziwa tunapata nini na tutumie vipi? Inawezekana tukawa tunazidisha au tunapunguza, na madhara gani? Tuongeze swali jingine. Tutajibu moja moja au ya Kama kuna jingine, bismillah. Yaani mimi nitaondoka hapa kwenye kiti kusudi nipate hizi mimi kaa hapa uulize. Ili Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Dr. Abubakar. Swali langu ni kwamba nyinyi ni madaktari na kwa mnaona pale mtu kashakuwa mgonjwa, sasa anapokuwa ameshakuwa mgonjwa ile tatizo linakuwa limeshakuja. Kwa hiyo kwako nilikuwa nikitaka utupe mwongozo ni jinsi gani ya kufanya ili pengine kuzuia au kupunguza yale madhara. Wewe umetahasusi katika moyo, sasa kuna mambo ambayo yanakuwa yanatokezea, ule moyo ukaenda ukapata madhara. Pengine tunakosea katika mienendo yetu tunakuwa tunakwenda, lakini pamoja na haya magonjwa mengine ambayo yanakuwa tunayo, ambayo yanakuwa yanajitokeza. Hilo lilikuwa ni moja. Tahadhari za kuchukua ili kupunguza hii athari, lakini kama ulivyotangulia kusema, wasemaji ni wengi, vyombo vya habari ni vingi, mitandao ipo na watu wamekuwa ni wasemaji ni wengi, na katika hao wengi walio sahihi ni wachache. Kwa nafasi yako kusaidia jamii ya Kiislamu katika hili la Uviko 19 na mengi ambayo yanakuwa yanasema, ili kusaidia kuweza kutoa mwamko na hamasa kwa watu, ili la Uviko 19 ambalo lipo kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuna na hili ambalo nalo lipo sasa hivi, uchanja, na mitandao ipo na inasema sana, na wengi wanakuwa sio wasemaji, hawako sahihi. Kwa hiyo kwa nafasi yako utusaidia katika haya, wabillahi tawfiq. kuna mwingine La mwisho. Msalamu mhadhara wa Jumanne, Sheikh alikuwa anaongelea kuhusu habari za masuala ya ndoa, na akagusia akasema alikuwa anahamasisha vijana ambao walioa, na akagusia akasema kwenye swala la vijana ambao hawajaoa, inawezekana hatuna mahali pa kukidhi haja zetu, na mara tukikaa muda mrefu na zile mbegu za kiume mwilini zinakuwa zinaleta madhara fulani. Akasema
japo madhara mengi, lakini tupate wasaa wa kuuliza wataalamu. Sasa alhamdulillah tumefika kwa kwetu, sababu nikuelezea kuna madhara gani ambayo yanaweza kupatikana kwa kutoweza kuzitoa zile mbegu kwa muda mrefu. Suala lake anauliza na hiyo ndio utaratibu mzuri. Kwanza tumeleta umuhimu wa ndoa ili daktari kuja kuweka sawa na yeye kukazia. Naam, bismillah. Anajibu kisha tutaeleza tena. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dr. Bakr, samahani wa alaikum salaam. Muda usikushughulishe. Mimi natamani hisabu tuiondoshe. Haya ni muhimu zaidi na Aisha tunaweza kuswali hata saa 3 saa 4. Kwa watu kwa nafasi mpaka saa 7. Mashaallah, nashukuru. Kwanza kuna swali limeulizwa katika upande wa asali na maziwa na matumizi yake. Hata sisi madaktari hatuna shaka na asali na maziwa. Takbir! Allahu Akbar. Rasulullah. Katika nafasi ya asali, utakapokwenda pale wodi ya Muhimbili ya Kibasira, ndio wodi ambayo mara nyingi inakuwa na wagonjwa wengi wenye vidonda ama vya upasuaji au vile vinavyosumbua kwenye kupona. Madaktari watafanya dressing yao pale. Kuna kiwango fulani kile kidonda wakiona kwamba tumeshatoa ule uchafu mwingi sana, kama ilikuwa ni ajali, tushatoa takataka na zile ambazo tumeshona, lakini bado kinahitaji kupona taratibu. Watakwambia aidha lete siki vinegar, watatumia kuosha siku 2-3. Baadaye wanamalizia kidonda. Kuna wadonda wana wagonjwa na kaa pale hospitalini miezi 3-6 anauguza kidonda. Baada ya hapo watakwambia tuletee asali. Ukileta asali inafanya vizuri sana kwenye vidonda mpaka utashangaa. Nimeshabahatika kuuguza wagonjwa wawili wanaonihusu wa ndani haswa kwenye vidonda vikubwa, na katika vidonda hivyo asali ilifanya vizuri sana. Mara ya kwanza nilishangaa kwa sababu mgonjwa wa kwanza alikuwa na kisukari. Sasa huyu mwenye kisukari tunaweka vipi? Tulipoambiwa waulizeni wenye kujua, kuna maswali hapa ya lishe nimeyaongelea, lakini kuna wataalamu wanasoma kitu kinachoitwa nutrition. Hakika hapa na mimi mwenyewe ni mwanafunzi na kaa chini na msikiliza. Kwa hiyo na mimi nikajifunzia pale kwa watu wa upasuaji jinsi ya kufanya asali inavyofanya kazi ya ile tiba yake. Kwa hiyo inafanya vizuri sana asali. Inafanya vizuri kwenye nafasi hiyo ya kwenye vidonda, inafanya nafasi vizuri kwenye nafasi yake ya vitu vilivyokuwa ndani ya asali. Kwa maana ya kwamba ndani kuna vitu zinaitwa biotics, kuna vitu vina sifa ya kuwa vinasaidia kubalance mwili, kuondoa takataka nyingi zile za mwili zinazalisha. Kama unaona gari inayotembea inatoa moshi na nini, kwa hiyo mwili nao una vitu ndani vinakuwa vinaungua, vinatakiwa vitoke wenyewe, unaweza biotics zinaweza kusaidia. Lakini pia unapokuja kwenye maziwa, pia maziwa hakuna shaka. Ukitaka kuyajua tena wewe uzuri wako umeongelea matumizi ya maziwa, kwa sababu mimi nianze na maziwa ya kwanza zaidi yanayohusu mwanadamu, maziwa ya mama. Sasa hizi tunapata tabu sana hospitalini kwa sababu tunasema mtoto anapozaliwa, mama mjamzito ale vizuri, ashibe, maji ya kutosha, matunda ya kutosha, atatoa maziwa yatakayomtoshelesha mwanae kwa miezi 6 bila kumpa hata tone la maji. Chochote atachohitaji ni yale maziwa, lakini sharti mama ale vizuri, ashibe. Sio haya mambo yetu siku hizi kwamba naogopa maziwa yasilale, naogopa shepu isiharibike. Ale vizuri, yale maziwa yanatosha mtoto kwa miezi 6 bila kitu kingine chochote cha nje, bila wasiwasi. Huo ni utaalamu ambao upo proven, wala huna maneno. Ina uwezo ya kubadilika katika mtindo, aidha yakawa ni machachu kwa maana ni asidi, au yakawa bezi kama ni mtundu fulani. Mtindi ni wakati una ukali fulani ndio asidi, na yakiwa kawaida ndio yanakuwa katika mtindo wa bezi. Kwa hiyo hayanaga taabu maziwa, na ndio maana kuna baadhi ya changamoto zinajitokeza kama za mtoto ndio tumbo ndio kutumia maziwa yanasaidia. Nature ni ile kwamba ile sifa yake ya kuweza kama act kama vile neutralizing agent kwenye ile asidi ile kwa ndani, lakini pia content zake zilizokuwa ndani ziko sahihi. Inapofika kuyatoa kwa watoto wadogo,
yana formula maalum ya jinsi ya kudilute ili uwape, kwa sababu zile nutrition zilizokuwa ndani wanapochukua maziwa ya ng'ombe kwa mtu wa binadamu kidogo ziko juu zaidi, vitu vinakuwa zaidi mara 3 mara 10. Kwa hiyo kuna formula yake ya kudilute ili aweze kupata, lakini maziwa yanakuwa ni lishe nzuri wala haina shaka kabisa. Na hata tunapokuwa tukiwashauri baadhi ya watu kwenye nafasi ya kupunguza vitu kama uzito na nini, unamshauri kula mapema sana, ikibidi hata saa 12 uwe umeshakula. Zeni pata nafasi hapa katikati ukaona unakwenda kulala, basi kama utapata matunda basi au maziwa, glasi ya maziwa, nenda kalala. Ni tunakosea sana saa 2 sasa hizi unakwenda kula chakula, kwa sababu inakuwa ni ngumu ukishaoa. Tangu umeondoka nyumbani saa 11 alfajiri, popo wala hawajarudi nyumbani, wewe umeamka. Chai umekunywa huko kazini, cha mchana umekula huko kazini, ukarudi usiku pale kimepikwa unatakiwa ule, afu unasema mimi sasa hivi nataka nifuate ninapunguza mwili. Unless kama mlikaa kubaliana itawezekanika, lakini si tu unakuja, kwa sababu ukifika pale ukila kile umewekewa, usipokimaliza utaambiwa kwamba sasa umekula wapi, kesi nyingine. Lakini kama utakaa utajenga utaratibu utakaweza kuzoeleka, sababu unakuta usiku unakwenda kulala, kuna kazi yoyote ngumu, unakula chakula kama ulichokula mchana, ukitoka pale unakwenda kulala na kitu inaitwa baza metabolic rate usiku, mwili unafanya kazi ya mapafu tu na damu kuzunguka, hauhitaji kingine chochote. Hata sisi wagonjwa wetu pale tunaoona wanatibu pressure, watu tunawaambia dawa za pressure, kama haijatokea sababu ya kunywa kutwa mara 2, basi tunawaambia dawa zetu kunywa mara asubuhi, kwa sababu usiku unapolala na pressure yashuka, mwili wenyewe unaicontrol, kwa maana kwamba hautaki kufanya chochote, kwa sababu umekula chakula kingi, mwili haukihitaji haraka sana. Mwili ni sehemu inayojitegemea, kama vile unavyoona generator la umeme ukikatika linawaka ukirudi na zidi, na mwili wenyewe unafanya haraka kwa sababu bwana kalala. Kwa cha msingi hiki kinachoingia kichukueni, nendeni bakihifadhi store yake. Sasa ndio inabadilishwa kwenda katika mtindo wa mafuta haya na kila kitu, ndio huko tena kwa siku tunaneleteana sana. Walau kama inatokea kama tunakaa tunakubaliana kwa jamani, mimi uzito unaona unakimbia, nitengenezeni matunda tu na michemsho ili ni uone huo umekula kwenye nyumba yako, kwa sababu una haki. Ndio kukaa kwa ulama mmoja kaambia, bwana, kwa wake zetu hawa mambo mawili, kwanza usimseme vibaya mumewe, lakini pili usiseme vibaya chakula chake. Sasa wewe uliyepikiwa ambaye mumeo afika pale na wewe unaweka masharti ya kukula, usipopata utaratibu itakusumbua. Kwa hiyo ni katika mazingira haya ya kuzingatia shewa. Ama niende swali lililokuwa limeulizwa katika upande la athari za muda mrefu za kutokujamiana, kwa maana ya kwamba kwa watu ambao bado hawakuoa, wao ni vijana. Katika athari za haraka ambazo tunazokuwa tunazizipata kwetu sisi huku, unajua kitu kikubwa kinachotokea katika nafasi ya kidaktari, tunasema kwamba udaktari ni science. Science inakwambia kwamba ukichukua chumvi ukitia kwenye maji, chumvi itayeyuka. Ukienda kutia jikoni pale maji yakikauka, chumvi yako utaipata. Unabidi uwe na hoja za kitaalamu za kuweza kuziweka ukaweza kuziprove katika mazingira haya. Athari zipo, lakini hizi athari si katika mazingira kama zinavyokuwa zikiongelewa sana katika baadhi ya sehemu, lakini hali halisi inayokuja ni kwamba swala zima linaloendana na ndoa lina mambo mengi, kwa sababu uwezi ukasema kwamba sasa tukwambie ukaoa alafu uwezo wenyewe wa kumiliki ndoa huna. Unaona na ndipo hapo utabidi usubiri kwa muda mrefu. Sasa impact inayokuja katika jamii yetu, na ndio maana kwa nini leo mitandao binafsi hii ya kijamii imepata soko sana, kwa sababu inaongelea maisha halisi ya kijamii ambayo inatusumbua. Yaani lile ambalo wewe unajitahidi kulipa mgongo, yenyewe ndio inajitahidi kukuletea mbele yako ili uweze kulitazama. Na ukituangalia pia zama ya jamii tunazoziishi, taratibu zetu kidogo zimebadilika sana. Iliwahi kufanyika research moja na watu wa NIMR ya kwenye matibabu ya malaria.
Kwa watoto wadogo chini ya miaka 5 wanapata degedege. Sasa kwa mila zetu, hususani sisi watu ambao tuko mikoa ya Pwani, mtoto akipata degedege tunasema kwamba kakumbwa na jini. Alafu baadaye tunasema sasa mama kama sio shangazi yake kama nakumbuka vizuri, mtie chini ufungo kitanda, alafu pale apate kidogo haja ndogo ya kwako ili uweze kumpunga aliliki. Tulipoweka principles zetu tukasema hapana jamani, hii malaria imepanda kichwani, mleteni hospitalini tumtibu. Watoto tuliendelea kuwapoteza na hata kuwapata isipokuwa wachache sana. Walipokuja kukaa wale wakongwe wa tiba za muda mrefu, wazee dawa katika jamii, baada ya kushauriana wale madaktari na jamii wakagundua kama ni hivi basi njia sahihi, mwambieni akipata hii kitu kama anakwenda kwa fundi, waiteni hawa mafundi. Ndio maana serikali inashirikiana na wakunga wa jadi, wanawapa ile elimu kwamba kuna dalili hizi na hizi ukiziona si za kwako wewe kumzalisha mtu nyumbani, mlete sisi hospitalini haraka sana, si dalili salama. Ndio maana hawakuweza kufutwa wakunga wa jadi kwa sababu jamii inawaamini. Kwa hiyo na huku ilitokea hivyo. Kwa hiyo kaambia sasa twendeni kwa wale mafundi tuwaeleze. Mtoto akija na hizi ya hali za degedege, fanya ya kwako unayoyafanya. Ukimaliza haraka sana na sisi tuwete hospitalini tufanye ya kwetu. Baada ya mara moja mara mbili tatu zile hali kujitokeza, mwisho wa siku watu wakawa wanajua mtu unaangalia ile athari. Kwamba nilikwenda kule amefanya ya kwake lakini bado degedege hakumwacha. Lakini nilipokwenda hospitalini tu, walipomchoma sindano 2 tu, walipolala alipoamka mtoto ndo huyu naomba imeshuka, maisha yanaendelea. Jamii moja kwa moja ikaelimika kwamba hii degedege ni malaria imepanga kichwani. Na tukafanya vizuri sana kwenye upande huu. Hapo bado inatushambulia lakini ikatupa positive effect kwenye jamii. Research ilifanywa Dar es Salaam, hususan maeneo ya Pwani na Kilosa, kwa hospitali ya Kilosa wilaya. Palikuwa pana center yao pale watu wa research nini. Imefanyika namna hiyo. Lakini pia unakuja katika nafasi ya hizi hali zetu tulizokuwa nazo. Ugumu unakuja pia kwenye nafasi ya maadili yetu. Maadili yetu yamemumunyuka kwa kiwango kikubwa sana. Tunasema daktari hata awe mzuri kiasi gani, lakini na uteremshe malaika pia, lakini kama anayetibiwa hakutaka kufuata anachotibiwa, huwezi kumtibu. Na hapa inapofika nafasi ya mlango wa hiari kuamua kwamba sasa nafuata hiki, sasa nafanya hiki. Ni ngumu kwa mazingira yetu jinsi yalivyo, kutegemea na hali halisi jinsi zilivyo, kwa sababu kila mmoja ana mihemko psychological jinsi ya kupokea ile athari. Jamii yetu ilivyo, tumezoea wakina mama au wakina dada ni watu wenye kujistiri sana, tofauti na tukienda kwenye nchi za wenzetu za wazungu. Wao kule anaweza akatembea popote na wao kaona ni kawaida, haina shida. Kwa hiyo principle za kule kwenye mazingira yao na huku lazima tutatofautiana. Na katika hali zetu kutegemeana na jamii husika, ulikuwa unaona nini au uone nini, pia psychological athari ipo. Sasa hapa ndipo inapofika nafasi ya jamii ya vijana kuumia, na ndio maana ukiangalia maambukizo ya ukimwi, jamii kubwa mno inayoambukiza ambayo inaposhambulia na ukimwi ni umri kuanzia miaka 17, 18 tunakwenda mpaka kwenye 30, 35. Hapa hawa ndio wanashambuliwa sana kuliko hizi rika nyingine. Na ukiutazama huu ndio umri ambao tunasema huyu mtu sexual yuko active, mahitaji ya mwili ni makubwa. Sasa jamii yetu kadri muda unavyozidi kwenda, uweze leo hii ukasema unataka kuishi Dar es Salaam hapa, unahitaji nyumba, chakula ni lazima ufanye kazi ununue, inahitaji pesa, hivi vyote vinahitaji pesa. Kwa hiyo hatuwezi kukwambia uoe kati pesa huna. Kwanza lazima uitafute elimu, itafute kazi. Ukihimiliki basi baada ya hapo naenda kaoe. Sasa na kwenye jamii kuna mambo mengine yanaendelea, hii si la kwa kufuata mafundisho utakayokuwa unapewa. Na mashehe nao wanalalamika kwamba vijana kwa tunaenda tunaoa, alafu ndio baadaye tunafuata mafundisho ya ndoa. Bora wenzetu wana taratibu zao kwamba kabla ndoa haijafungwa kuna baadhi ya sehemu ukienda kwenye nyumba zao za ibada wanakwambia kwanza lazima uatendi darasa. Unakuja kuifungia huko kwetu, basi njoo tukupe darasa la ndoa. Utaatendi ni lazima. Kisha ndio ndoa itafuata.
Sisi kwetu tumekwambia kwamba kutegemea na kuona kila kitu ni dharura ili jamii isiharibike. Ukishapata unalotaka hurudi ili tukuandaaje. Sasa kuna baadhi ya athari zinazokuja ni kwamba sasa sina data za kutosha kuweza kuzitolea hili jibu upande huu. Ninazisikia lakini nisingetaka kuziongea katika taharuki, hususan katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikiwa na data za kutosha ili swali baada hapo lipate majibu yake husika, nitaweza kukupa majibu ni kutosheleza. Nilijipanga zaidi kwa swali lililokuwa limeulizwa hapa na ndugu yangu aliyopita, kutegemea na hii athari ya jinsi unavyokuwa unauguza. Nende swali la 3 nimalize lile kama umelizika, kwamba jinsi ya kuishi na watu wenye maradhi mbalimbali na jinsi gani ya kuweza kuchukua tahadhari nao. Sasa ukichukua maradhi haya tunarudi pale pale juu kwenye yale magonjwa ambayo naenda kuyafafanua mwanzo. Nilisema chronic disease ambayo inaweza kuwa mengi na katika mtindo wa nane communicable disease yasiyoambukizwa, kwa mfano kama pressure, sukari. La kwanza kwamba huyu mgonjwa ni lazima aje hospitalini ili tuweze kumtibu na kisha tumpe dawa stahiki anazotakiwa kunywa. Na pia tukishalifanya hili tumpe elimu husika ya yeye mhusika kama mgonjwa yepi asitumie. Kwenye maradhi unapomtibia mgonjwa kwa muda mrefu ni kama vile unavyoona kwenye kufunga swaumu. Pindi unapotia nia yako ukanuia kwamba sasa ninafunga, una uwezo wa kwenda kujifungia chumbani ukatafuna maandazi yako na soda na watu wasijue ukatembea umefunga. Lakini kwa nini unaitunza ile swaumu mpaka unapopata adhana ya magharibi ndio unafungua? Kwa maana umeshahiari wewe mwenyewe kwamba sasa nitafanya hivi. Kwa pia na mgonjwa unataka kumshauri kwa magonjwa ya muda mrefu ya chronic, kwamba kwanza mgonjwa tunasema na nafasi ya kulikubali lile unalomwambia. Una uhakika mtakuwa ni mashahidi kwamba kuna mtu utamwambia kwamba sasa hivi tunakushauri usitumie pombe, lakini yeye akitoka anasema lazima nikanye. Utakuwa kila siku unakwenda unarudi uko pale pale, na kweli moyo hapo unauumiza, na kama ni figo unaziumiza. Na kama tunakushauri usitumie chumvi, wewe bado unaitumia kila siku, kienda kurudi na dawa zetu tulizokupa, lakini kuna pressure iko juu. Kwa kwanza ni mgonjwa kukubali kulizia ile tunalomweleza. Baada ya hapo ni kama tulivyokwisha kusema kwamba sasa jamii, kwamba wale watu wa karibu na nyinyi mnamsapoti vipi. Kuna baadhi ya vitu unapoongea lugha ya unyanyapaa imejengeka kwa haraka zaidi unyanyapaa kwa wagonjwa ambao wanatumia dawa za HIV. Mara nyingi lugha ilipata umaarufu sana ukienda kunyanyapaa. Lakini ukilijenga kwa baadhi ya watu, kila mtu ana jamii yake anavyoishi na mazingira yake. Sasa na wote tuna wazee. Nilisema hapa kwamba amekula chumvi takribani miaka 50 60. Leo ghafla tu namwambia kwamba usitumie. Ni ngumu kuelewana na mtakuwa mashahidi huko nyumbani mnagombana. Kwa kwanza ni ile elimu sahihi ya yeye mgonjwa na wewe unayemuuguza kwamba hii chumvi ukitumia inafanyaje ndani ya mwili wako. Kwa hiyo tunakushauri upunguze. Huwa hatumwambii waache tu kwamba eti kwa sababu tumesema usitumie chumvi, ameondoka leo sasa hivi hapa kuanzia chakula cha usiku kesho usitumie chumvi. Hapana. Tunamwambia punguza taratibu taratibu kile kiwango. Lakini pia ndio maana nikasema kuna watu wanaitwa wataalamu wa chakula, ukiwaweka hapa na wenyewe tu watakupa utaalamu tofauti. Kila shughuli zetu tunazozifanya kwa kila siku, jasho la mwili linavyotoka ndani lina sifa ya chumvi chumvi bila. Maana madini chumvi ndani, sodium inapotea. Kwa hiyo ukimwambia mtu asitumie kabisa pia unamuumiza katika hali hiyo. Kwa hiyo kuna elimu stahiki baada ya kuwa umepima madini yake yakoje na ukamshauri, lakini ukamwambia kwa kiwango kikubwa punguza. Kwa mfano kwenye ugonjwa wetu wa pressure au wenye magonjwa ya figo zilizokuwa zimekufa kwa muda mrefu, utamuelekeza katika utaratibu huu na namna hii na darasa husika liwepo. Sasa hili swali limekuwa liko tu general mno, maana hapa ndani utaratibu wa mgonjwa wa ugonjwa wa pressure si wa mgonjwa wa figo na si wa mgonjwa wa sukari ambaye hana pressure. Kwa cha msingi unakuta kwamba njia stahiki ni kwamba ni ile elimu husika ambayo utakayoipata katika huduma zetu za afya. Hapa ndo tutakushauri kitu na elimu stahiki, nini mgonjwa atumie, nini asitumie. Lakini kubwa tunasema psychological support. Unaweza wewe usitambue umuhimu wa mtu wako wewe kwa mtu, lakini yeye akawa anautambua. Katika tiba zetu za masuala ya surgery tunasema uzuri wa surgery ni mikono miwili, yani tunakusudia lazima kuwe kuna yule chief na assistant wake.
kwa ajili ya lolote likijitokeza, mmoja anasimama huku mwingine kule. Niliwahi kukutana na kesi moja, siku hiyo ninaingia zamu, nikamkuta mwenzangu alikuwa anafanya suna kwa mtoto kiume tairi. Sasa nilipoona yuko peke yake nikasema ngoja na mimi nimsaidie. Tulipofika pale palitokea changamoto kidogo, yule mwenzangu alitaharuki kiasi kwamba mimi ndo nilikuwa mgeni nimeenda kumsaidia mwenyeji, alitaharuki mpaka akavua zile gloves akatoka na hakurudi tena. Sasa mimi ndo nikabaki pale najiuliza, sasa na mimi muache nitoke? Kwa wakati ule nilimhitaji zaidi yeye hawepo ili tushirikiane fikra kuliko yeye aliondoka. Ndio maana nasema kwamba huwezi jua mtu anakuhitaji vipi, kwa sababu hakuna neno gumu katika jamii yetu kama vile mtu tendo la kukiri jambo, naomba samahani nimekosea. Hata kumwambia mtu kwamba bwana najua nakuhitaji, kwa hatuwezi kukiri, lakini kama ni mtu unaishi naye karibu, wewe jua una nafasi kwake. Kwa kama unauguza mgonjwa namna hii, una nafasi katika hilo. Leta kliniki, kuhakikisha amepata dawa zake na anazinywa, na kusimamia upande wa vyakula vyake kwa wazee wetu. Hiyo ni haki ya msingi kabisa kwenye dini. Kwa hiyo naomba kwanza hili la kwanza nilijibu hivyo, kwa maana ya kwamba hii utaratibu stahiki utaupata katika sehemu husika kutegemeana na changamoto husika ni ipi. Lakini narudi tena hapa, ni lazima upite kwenye vyombo sahihi, wakupe utaratibu sahihi wa kuishi na huyo mtu. Kila mtu ana utaratibu wake tofauti. Kisha nirudi katika hili swala ambalo nilikuwa nimeulizwa kutegemeana na hali ya sasa ya ugonjwa wa uviko 19 au corona, kwenye nafasi ya sasa tuliokuwa nayo na maambukizi ya corona, na nafasi yetu kwenye nafasi ya chanjo na mambo kama hayo. Kwanza nisimame katika mwongozo ambao sisi kama Wizara ya Afya tuliokuwa tumetoa. Nasema sisi kwa sababu na mimi nipo chini ya Wizara ya Afya. Nikifanya vizuri watanipongeza, nikifanya vibaya ni mtihani. Kwa hiyo nisimame kwenye nafasi hiyo kama daktari kwamba kwanza msimamo wetu ni kwamba hakuna aliyelazimishwa kuchanja. Kwa hiyo kuchanja ni jambo la hiari ya mtu binafsi. Jukumu letu sisi ni kuwapa elimu sahihi ili muweze kujua umuhimu wa hii chanjo ukoje na kwa nini mnalazimika kuchanja au silazimiki kuchanja. Hapo utachagua wewe mwenyewe. Kwa haraka kutegemeana na kama nilivyosema kwamba siku hizi mwalimu wetu amekuwa ni mitandao. Hapa tunapokutana na mtihani ambao kwa sasa hizi unaojitokeza. Kwanza ukianza na huu ugonjwa wenyewe wa corona ulipokuwa umeanza, ukiangalia kitaalamu ugonjwa huu wa corona ulipokuwa umeanza kuripotiwa duniani, kwanza ulianza kuwasumbua wenzetu katika jamii ya nchi za Asia. Huku ndio ambao ulikuwa umeanza kuonekanika sana. Na ukiangalia kitaalamu kuna kesi ambazo zimekuwa zinaripotiwa. Kuna kesi ambazo zimeripotiwa tangu mwaka 1968 za maradhi haya ya mtindo huo kwa jamii hizo. Kinachojitokeza ni kutegemeana tu kwamba na hawa wadudu wanakujaje. Nilijua hili swali litajitokeza kutegemea na hali ya sasa. Basi sikuchukua kopi nyingi sana, lakini unaweza ukatazama hapo, hiyo grafu inaonyesha jinsi gani hawa wadudu walivyojitokeza, lakini pia na wako makundi ya aina gani. Kwa wale wanaosoma biology unakumbuka kwamba kulikuwa kuna ule wadudu wa makundi, binomial nomenclature au taxonomy. Tunakwenda nao katika mtindo tunasema kingdom, family, unaelewa kila kitu. Kwa ukifika katika wadudu wa corona mpaka pale tunapofikia kwenye nafasi yake ya oda ya corona, Neridae, Coronaviridae, ukiwapata hapo chini, ukiwagawa hapo chini tunavyokwenda, mwanzoni wakati wanajitokeza katika jamii yake au katika makabila yake. Ukiongea kabila yake ni sama kama vile unapokwenda Morogoro utakuta kuna Waruguru, Wapogoro, Wambunga, Wandamba, lakini wote tunawapa sifa huko Morogoro, si ndio? Sasa na hivi virusi vya corona pia vilianza kujitokeza katika mtindo wa aina mbalimbali. Unakuta tangu mwaka 1966 wenzetu waliwahi kuwaona huko wakijitokeza katika jamii ya bats ambao ni popo, na uliwahi kuwasumbua watu
ulikuja katika mlipuko wake huo mpaka pale ulipotulia. Lakini mwaka 67 tena ukajitokeza tena katika wanyama wa majumbani, mtindo wa mifugo uliendelea kujitokeza. Lakini wakati huo jamii haikuipa nafasi kubwa sana ilikuwa ikijitokeza, kwa sababu ulikuwa unakuja kama vile mafua. Tena ukianza mbali unarudi toka miaka 1910 huko, inaitwa Hispanic flu, ilisumbua sana wakati huo. Ni watu takriban watu milioni 50. Sasa unapokuja sasa hivi tulipokuwa tunakwenda, maradhi ya corona yalianza kupanda chati kwa kasi sana, hasa baada ya maisha ya wanadamu kuwa yameadvance na mwingiliano umekuwa mkubwa, safari zimepungua. Sasa hizi unaweza kwenda Maka na kurudi kwa masaa matano tukipanda direct moja kwa moja. Kama siku tutapewa nafasi hiyo na Mheshimiwa Rais tukaenda na ndege, ni masaa matano hapa mpaka Maka, ndugu yangu. Ukafanya ibada zako, unaweza kwenda kuswalia kule swala moja wapo na ukarudi kuja kulala nyumbani. Kwa maana yake unaweza ukatoka na maradhi yako hapo ukayapeleka kule na ukayarudisha au ukayachukua kule ukatuletea. Kwa mwingiliano wa jamii kali teknolojia inavyokwenda ikawa umekuwa ni mkubwa. Sasa mwaka 2002 tulianza kusikia mafua ya ndege ambayo yalikuwa maarufu sana Vietnam, Singapore, Malaysia, China. Nafikiri wote mtakuwa mnakumbuka. Na ukija kiwarisia halisi, neno lililokuwa likitumika wakati huo lilikuwa linaitwa neno SARS, kwa maana ya kifupi ya Severe Acute Respiratory Syndrome. Baada ya hapo pakawa pana terminology pale ndani ya watu wenzetu wa masuala ya microbiology na immunology, kukawa kuna neno wale wadudu wanawapa sifa ya kwamba ni H1N1, influenza virus type 1. Jamii ikatoa kidogo nafasi ya kuanza kutazama kwamba huu ugonjwa tangu ulipoanza kutusumbua kwenye miaka hiyo ilipokuwa umeanza kujitokeza, tangu ulipokuwa umepotea kwenye 1910 hapa, mafua ya namna hii yalipoanza kwenye 1967, hii ya 2002 yamekuja kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu yalichukua sehemu kubwa. Vietnam, Singapore, China, ukitazama lile eneo lote la upande wa Far East kule lilikuwa lina shida hiyo. Kidogo jamii ikataharuki, wakafanikiwa kuudhibiti. Lakini pale wataalamu hawakuridhika, wakaamua kuanza kuingia kwenye research na kuanza kufanya uchunguzi za aina mbalimbali. 2002 ilitokea ugonjwa, 2003 pia ukaja ukajitokea. Na 2003 ulikuja kujitokeza, ikaja katika nafasi ile inaitwa kwamba Severe Acute Respiratory Syndrome. Neno la severe kwa maana ni ile athari ni kubwa sana, acute ni ghafla, respiratory kwa maana ya mfumo wa hewa, syndrome tukitumia neno syndrome maana yake ni kwamba ni kitu kinachochukua vitu vingi kama mseto. Lugha nyepesi niseme mseto. Ni ugonjwa ambao ndani yake unakuwa una mambo mengi sana. Na ndio maana ukisema kidaktari ukimwi, wanasema neno AIDS. AIDS ukilitafuta kidaktari si jina la ugonjwa. Pale maana yake ni acquired immunodeficiency syndrome. Kidaktari mgonjwa wa ukimwi tunasema na mambo ya aina yote, anaweza kupendekeza akaja na shida ya sukari, anaweza kuja shida ya moyo, anaweza kuja shida ya macho, anaweza kuja shida ya kuharisha, malnutrition unapungua, ndio maana ikaitwa syndrome. Kwa hiyo hii inaitwa acute respiratory distress syndrome kwa sababu ya zile hali zinazojitokeza katika mfumo wa upumuaji. Sasa baada ya hapo teknolojia ina advance na watu wanaendelea kumsoma huyu mdudu. Sasa wakati huu ndio wakaongeza kitu mbele, kile kikaitwa neno SARS kwa maana ya Severe Acute Respiratory Syndrome, alafu wakaongeza neno COVID kwa maana ya coronavirus. Na hii neno corona wamelichukua baada ya kuingia maabara kuendelea kumsoma huyu mdudu, wakakuta kwamba karibuni sifa yake kubwa ya huyu mdudu anakuwa kama unachukua vile apple, umeona wanavomtoa anakuwa na kama vile virungu, yani sasa spike ncha mbalimbali. Sasa ili umsome ndani yake maana yake inabidi umkate. Kwa hiyo ukimkata ukamweka hivi, ile nafasi inayobaki hapa juu ukiweka na zile ncha inafanana kama vile taji la mfalme. Kwa hiyo neno corona kwa wenyewe Kigiriki ndani unapolichukua maana yake ni kama vile taji la mfalme. Kwa hiyo neno lilikuwa katika mazingira hii ya namna ile, kwa maana kwamba wote wadudu wote walikuwa wanasababisha ya maradhi wakawa na sifa hiyo. Karibia yani ile kama nilivyogawa ule mkoa nilivyosema Morogoro na watu wake. Sifa yao wote inakuwa ni ile namna hiyo. Sasa baada ya kujitokeza katika hali za namna hiyo, ikaenda sio kama wataalamu wameacha kuwagawa watu wadudu majina, wakawa wanaendelea kuwatoa, kwa sababu mwisho wa siku ilipokuja mlipuko huu ulipoanza 2019 mwishoni kuja 2020
ndio maana ikaitwa COVID-19. Kwa maana ni 2019 mwezi huo wa 11 China, Wuhan, wakampa jina la Wuhan virus. Ikaenda katika hali hizo mpaka imetufikia sasa, majina yakawa yanaendelea kubadilika. Mwisho wa siku WHO akasema, wataalamu walipokutana wakasema hatuwezi kuendelea kumuita katika hali hii ya namna hii, kwa sababu ikaonekanika kwamba sifa ya msingi ni ile ile moja, tuseme ni hiyo ya corona, kwa maana ya zile spike zake, isipokuwa wapo wa aina mbalimbali. Sasa tuzitambue katika mtindo sahihi, kwa sababu tukisema huyu katokea China, maana hapa katikati kuna aina nyingine kaja kujitokeza, ilitokea Uingereza kama mnakumbuka, kuna aina iliyojitokeza kutoka South Africa ilikuwa tofauti, kuna aina iliyojitokeza Marekani ilikuwa tofauti. Umeona? Kwa sababu daktari wakasema ina maana kila huyu mdudu tukimpa kule ni Wuhan, tukimpa huyu Uingereza, tukampa huyu South Africa, tukampa WHO akasema itakuja kujitokeza siku anatokea kwenye nchi za Afrika ambazo hazina uwezo wa kiuchumi mkubwa, tutasababisha tuzi-isolate kabisa, zisikue katika nafasi ya namna hiyo. Kwa hiyo tuepushe, na ndio huu mtindo wa hizi taxonomy naming zinavyokuja. Kwa hiyo baada ya hapa wakasema tutumie mtindo ambao utakaokuwa uniform. Kama vile ukisema mwanafunzi, kwa hiyo ukisema mwanafunzi utabadilisha tu neno tu, kwamba Kiswahili utasema mwanafunzi, kule utasema student, lakini litakuwa linakusudia kumidentify mtu mwenye sifa ya usomi. Kwa hiyo huku sasa wakatoa jina moja kwamba wakaitwa coronavirus. Baada hapo wakawagawa katika mtindo wa neno delta, beta, gamma na alpha, kutegemeana na yale makundi yao, kutegemeana na zile sifa zao wanakuwa kwenye kabila lipi. Umeona? Katika mazingira haya utakuta kwamba huyu aliyetoka South Africa anaingia kwenye kundi la beta, huyu wa sasa hizi ya awamu hii ambaye ndio tunayepambana naye anaingia katika nafasi ya delta, ambaye ndio huyu amekuwa anashambulia zaidi kuliko wenzie, kwa sababu wana sifa ya hawa wadudu, kila baada ya muda wanaform resistance. Tumeona si kwamba ni wao tu, kwa nini wanafanya wao. Kama unakumbuka dawa za malaria, tulikuwa tunakunywa dawa za malaria, tulianza na chloroquine, tukaenda chloroquine, mwisho siku ikaja ikatolewa, tukaingia kwenye nini, SP, wakina Fansida, Metacafrin, na zenyewe zikaja zikatolewa, tukaingia kwenye mseto tuliokuwa nao sasa. Maana yake ni kwamba kwa sababu wale wadudu wanaform resistance. Sasa huyu yeye amekuwa anaform haraka sana, anazoea mazingira na kubadilika kwenye kushambulia kwake. Kwa hiyo maana akapewa katika nafasi ya classification za namna hii za delta. Kwa hiyo tokea hii 2002 watu wako maabara wanafanya research ya hizi dawa za corona tumtibu vipi. Na kwenye magonjwa ya virusi sehemu kubwa sana tunatibu sana hawa wagonjwa kwenye chanjo. Yaani kwenye chanjo ndio tumefanya vizuri zaidi kuliko dawa za kutoa kwa kutibu virus. Hatujapata dawa nyingi eneo hili. Kuna kipindi niliongelea kichaa cha mbu hapa, nikasema kwamba ni siku 14 tu mgonjwa, baada hapo mmempoteza tangu anaanza kuonyesha zile dalili. Lakini kama mtu atakuwa amegundua kwamba nimeumwa na mbu na akasema ninahitaji nizuie na ugonjwa, la kwanza unakuja kliniki yetu maarufu Dar es Salaam, kila mtu anafahamu, ni mnazi mmoja pale, tunatoa chanjo, unachoma chanjo zako za kichaa cha mbwa na maisha yanaendelea. Sasa baada kwa ugonjwa umetoka kwenye nafasi ya kuwa unashambulia sehemu moja moja mpaka umekuwa pandemic, maana pandemic unashambulia kosa dunia nzima, hamna aliyemwacha. Dunia na yenyewe taharuki inakuwa ni kubwa. Hakuna mtu anayefurahia kuona jamii fulani inakufa. Na ukiangalia pia na sisi wenyewe pia inatushambulia. Sasa ndio baada hapo jitihada za haraka ikabidi wale wataalamu walikuwa maabara wanatoa zile wapo kwenye masomo yao ya kusoma ule ugonjwa na chanjo zao, wakaambia tunahitaji tuangalie mna nini ili tutumie kutegemea na hali ilipokuwa imefikia. Tuna bahati kwamba huko kwetu haikushambulia sana kama walivyokuwa wakisema kwamba tungeanguka sana, lakini umetushambulia. Umetushambulia. Sasa katika hali na mazingira kama hayo, unakuja unakutana nafasi kwamba mwisho wa siku chanjo hizi zilitengenezwa, zilifika kiwango takribani, kulikuwa kuna chanjo takribani kama 180 hivi. Kwa mfano jinsia ya wazee na watoto, mamlaka ya dawa na vifaa tiba wanakwambia jumla ya hadi sasa kuna chanjo 330 ambako ziko kwenye hatua mbalimbali za uchunguzi. 102 ziko kwenye hatua ya utafiti. 30 kwenye majaribio ya awamu ya kwanza, 30 majaribio ya awamu ya pili, 25 majaribio ya awamu ya tatu na 8 kwenye majaribio ya awamu ya 4. Hizi awamu zote unazokwenda nazo, maana umeanza kutengeneza wewe mwenyewe uko maabara, umehama kutoka maabara, unakwenda unaenda maabara, unachukua wanyama mbalimbali wanaokabiliana na
kitabia na wanadamu, kama ni panya, sungura, jamii hiyo unawapa kule, unaangalia wanazaliana vipi, wanakwenda vipi, unatoka hapo unakwenda kutafuta, unasoma hatua moja wamezaliana vipi, wamekwenda vipi, mpaka unafikia hatua ya awamu ya 4 ambayo unapofika unaanza kutoa. Sasa unasema sasa tunajiandaa kuingia kwenye nafasi ya kwenda kutoa kwa wanadamu. Sasa tumejiridhisha maabara kwa muda huu hatujaona chochote. Tangu alipoanza kufanya hizi research huko 2002 mpaka leo 2021 ni zaidi ya miaka 10 kama sio 20. Ni watu walikuwa katika uchunguzi wa hizi dawa. Kwa hiyo ilipofikia sasa kilichotokea kwamba ugonjwa umewahi kabla wao wataalamu kusema kwamba tuna chanjo za corona, na ingekuwepo wakati huu tungesema kama sasa hivi tungesema kwamba ni hali. Isipokuwa kwa sababu umejitokeza kwa muda mrefu na jamii kubwa, ndio maana wakasema sasa maadamu zipo toeni, na zimetoka katika mtindo ambao ni wa dharura. Kwa tangu ulikuwa umejitokeza hapa ndani, hizi chanjo zimegawanyika katika makundi ya aina 4. Kuna chanjo ambazo virusi vya corona vimeondolewa makali au kuzoofishwa. Kuna chanjo zitakanazo na protini za wale wagonjwa vile miba vyao vile. Kuna chanjo za vector za virusi, yani anachukuliwa virus mmoja ambayo unampunguza makali yake, unamchanganya na huyu wa corona aliyepunguza nani yake, alafu unamsababisha yeye abele maradhi, alafu unamtumbukiza katika nafasi ya mwili, kwa sababu ulishamuua. Kwa akiingia kule mwili ukimsoma unamuidentify kwamba natakiwa nitengeneze chanjo ya aina fulani au kinga ya aina fulani. Zeni kuna chanjo zinazotokana na mtindo wa vitu vya vinasaba, genetics, ambayo tunaita DNA, RNA au DNA. Hizi ni DNA za virus wale wa corona, si DNA za kwetu sisi binadamu. Ieleweke hapa. Na mtindo wake wote wa hizi zinazotengenezwa hivi vitu vyote ni kwamba vimepunguzwa uwezo wa kuambukiza, kusababisha ugonjwa, isipokuwa kwa kiwango kidogo sana. Lengo ni kwamba mwili wa mwanadamu jinsi ulivyo hauna uwezo, tofauti na mfumo wetu wa lugha nyepesi tunapenda kutumia mfumo wa ulinzi na usalama. Kwenye ulinzi na usalama tayari tuna askari magereza, tuna askari WTZ, tuna AT huko ndani, tuna ulinzi na usalama barabarani, tuna polisi, tuna nani. Kila mtu ukitembea barabarani ukiwaona pale wamejaa wanaume na kombati zao ya WTZ, unasema hapa si bure. Hatari ni kubwa zaidi, kwa sababu hawa si sifa yao kukaa pale. Lakini pia ukitembea ukakuta umetanda FFU, unaona kuna vurugu kama hata hujaambiwa. Na ukitembea ukafika barabarani ukaona kuna traffic, kwa mfano kama wenzetu wenye mabasi wanakuambia punguza, wako mbele, punguza mwendo. Sasa mwili hauna mfumo wa kutengeneza chanjo maalum kwa kila aina ya ugonjwa uliokuwa duniani, isipokuwa ugonjwa ule pindi unapoingia mwilini, ndio sasa mwili una aina za seli ambazo zile seli zinaanza kuamrishwa kwenda kutengeneza ile kinga inaweza kushambulia ule ugonjwa ulioingia mwilini. Ndio maana unakuta kwamba tunapougua magonjwa ya virus, kwa mfano kama mafua ni virus, utahitaji kuugua walau siku 2, 3, 4, zeni baadaye ndio mwili wenyewe ule urejea. Sio kuna dawa utakayokunywa ambayo imetibu wale virus, kwamba mwili umekwenda umesoma haraka ukatengeneza, umeweza kuwadhibiti ukawadhibiti. Kinachotokea kwenye corona kwamba mwili kwenye masuala ya chanjo ya kinga tunagawa katika sehemu makundi kama 2 au 3. Kuna kundi watapata yale maradhi na mwili utapambana na yale maradhi na utajitetea, ataugua na atapona, kwa sababu ya kinga ya mwili iko juu. Na kuna kundi litaugua lakini utausogeza, tunasema moderate au medium, utampeleka hali fulani na dalili zitakuwa nyingi, alafu baadaye anawezekanika kama zile hali zinazojitokeza unapokuja. Ndio maana nasema kwamba mgonjwa anakuja hospitali kwa sababu tunaangalia anaonyesha dalili ya aina gani, tunatibu kile kinachosumbua wakati huo. Hawezi kula, unajua asipokula huyu atapoteza kabisa nguvu, itajini kumzuia asitapike, anaoma, tunaenda za kushusha homa ili maisha yaendelee. Na afu kuna ile aina ya 3 ambao ndio ugonjwa unawapeleka kwenye kuhitaji sasa unaposikia hizo mashine za kupumulia, ventilator na vitu kama hivyo. Sasa huyu ni aina ambayo wengi wanaofika huku kutoka huwa hali yake inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu tayari mwili wa wadudu wa corona washambulia kwenye mapafu. Kidaktari unasema inapotokea ajali pale unapokwenda kufanya kutoa first aid, principle yetu tunaiweka katika mtindo tunasema ABC. Ya kwanza ni airway. Yaani daktari akifika pale akuta mshipa unamwaga damu kule, afu mgonjwa alifokaa ana kitu kimemfunika kwenye pua, kwanza ataanza kudili na ile pua kwanza hewa,
haivute vizuri na mweke shingo vizuri, alafu ndo atafute cha kwenda kufunga pale damu inapovuja, kwa sababu hewa itamuua haraka zaidi anapoikosa. Kwa hiyo unakuta hawa wamekimbilia kwenye mfumo wa mapafu, na ndio tunahitaji zaidi hii hewa oksijeni. Sasa wanapoingia kule, ushambuliaji wao huwa kawaida yetu kwamba tunapopata homa ndogo ndogo, wengi tumezoea, hamna asiyejua Panadol. Unakwenda naomba Panadol, unakunywa, homa inashuka, maisha yanaendelea. Kwa hiyo wewe unakunywa Panadol, alafu na mwisho siku kiangalia zile sababu zinaweza kusababisha ugonjwa ukaenda mbali sana au kupungua, kama unakuta mfano lishe duni, una magonjwa nyemelezi, sukari, magonjwa ya moyo, una kansa, una TB huko ndani, una ukimwi, ina maana tayari mwili umeshazohofu. Na wewe unakunywa Panadol wakati ule mwili wako uwezo wa kumshambulia ule mdudu kinga iko chini. Yeye anaendelea kushambulia taratibu tu. Sasa yeye anachokifanya kwenye ushambuliaji wake taratibu ni kwamba humo kwenye mapafu, watu wanaamini tukitoa kohozi kwamba tunaamini linatoka tumboni. No, makohozi yanatoka kwenye mapafu. Sasa kinachotokea kule, wakati yale mapambano yanapoendelea, wale askari mwili wanapoanza kuja kushambulia pale, wanakuja katika mtindo wa chemicals. Hizo hormones kwenye hali ya chemical. Kwa hiyo kunakuwa na vita ya pambano inayoendelea pale. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta haya majimaji ndani kwenye mapafu yanapokuwa kadiri yanavyoendelea kupigwa, mle yanapokuwa yanahifadhiwa kwenye vile kama vifuko vyake, vinaanza kutoboka. Kwa hiyo haya maji yanajaa kwenye hizi tishu za pembeni. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku mapafu yanapoteza uwezo wa kuchuja ile hewa kuingia na kutoka. Na ndio sababu hawa watu ihari wanaanza kushambulia chini, wanapanda mpaka mwisho wa siku pafu zima unakuta halina uwezo tena wa kuvuta hewa. Unakuta sawa mtu anakuja hana uwezo wa kupumua. Sasa akishakosa hewa kiwango hiko, sasa ndio mtu anakimbia sasa, ngoja niende hospitali kwa sababu siwezi kupumua. Sasa hii inakuwa ni hatua ambayo hata kama utachukua ukasema unajifusha nyungu, haina inachokwenda kufanya ndani, ushachelewa. Hatua ya mwanzo ile ulikuwa umeifanya ile kusaidia, si hapa. Sasa kwa sababu ya hali na mazingira kama haya, ushambuliaji wa namna hii, ndio sababu zinapokuja hizi chanjo za aina mbalimbali, kwamba lengo huyu mdudu anapoingia akute mwili tayari tuliweka kitu kiko dhaifu, mwili ukakiona, ukasoma, ukasema huyu ni adui, ukaambia jamani, huko kwenye kikosi chetu tengenezeni kikosi cha askari wenye sifa hii fulani. Zeni wakatoka wale wadudu wenye uwezo wa kupambana na hiyo kitu, zeni wakarudi kuja kushambulia ule ugonjwa. Ndio maana ukiangalia principle ya chanjo tunasema kwamba haimzuii anayechanjwa kutopata maradhi. Tumeiweka ili unapopata yale maradhi yenyewe ukuzaie usiende kule utakapohitaji ventilator, yasikuchukue ukaenda mbali. Na kama kuna mtu ana maradhi ambayo ni yanashusha kinga za mwili kama hayo niliyosema, umsaidie yasimfikishe mbali, kwa sababu huyu akimpeleka kule kumtoa huwezi. Au watu ambao umri umekwenda sana, sababu tunajua umri unavyokwenda na kinga ya mwili pia inakuwa inapungua. Kwa hiyo sasa hii ndio inapofika nafasi ya kukinga inapoingia. Kwa hiyo unakuta kwamba kitaalamu ushauri wetu baada ya kuwa tunalijua hili na tuna nafasi ya vitu kama vya namna hii, si kwamba hivi vitu tumeshirikiana tu au wametuletea tu WHO kwa kutaka. Hapana, sifa yao kila mtu kule huwa wanamwajiri, lakini pia wanatoa nafasi za branchi zao ziko ndani na tunashirikiana nao. Lakini tuna madaktari wetu kule wakubwa, tuna wengine mnaojua kwa majina, tulikopo nao hapa na sasa hizo wameajiriwa kule. Tena wengine ndio taasisi kubwa tu za nini wako kule na wafahamu, au haja kuwataja kwa majina. Sasa katika hali za mazingira ya namna hii ni kwamba si kitu kwamba walikaa wao tu peke yao. Hata hizi chanjo si kwamba kakaamua kukaa tu mtu mmoja kuzitengeneza. Kuna watu na tofauti zao ndani. Mwamerika hapatani vizuri na Mcuba, hapatani na Mkorea, hapatani vizuri na Milani. Tunafahamu haya, tunayaona kwenye magazeti na vyombo vya habari. Sasa ingekuwa ni jambo la mtu mmoja binafsi, Mcuba asingetengeneza, asingekuwa na uwezo wa kutengeneza, wala Milani. Lakini hao wote wametengeneza kuthibitisha kwamba hili jambo lipo la tushambulia. Athari yake inayotukuta ni nini? Hapa wajuzi wenzetu wametoka kucheza mechi ya UEFA. Na wote tuliwashuhudia walipojazana kwenye uwanja wa mpira.
mwenye mamlaka ya nchi husika au vyombo vyenye mamlaka husika wameshahakikisha kwamba watu wetu tumewachanja kwa kiwango cha zaidi ya asilimia kadhaa, ambayo uwezo huu tumedhibiti maambukizi kwa kiwango hiki, wanaweza kuendelea na shughuli zao bila wasiwasi. Ndio maana walikuwa wanashanga changamoto pale. Sisi tukalalamika tukasema tumezuiwa kwenda hija na Saudi Arabia wanatuonea. Saudi Arabia tofauti na wale walio pale. Saudi Arabia anapokea nchi zote duniani ambao ndani tuna watu sio chanja na tuwarudi chanja. Sasa wewe sio chanja unakutana na wale wengine kule walikuwa wamevaa hawajachanja. Nakumbuka tumesema wadudu wana makundi mengi, delta, gamma, alpha. Akaangalia akaliona hili kwa mtindo huu, wakija ukikutana hapa italeta shida. Nakumbuka wakati huo palikuwa kuna delta virus ambayo India ndio wanashambulia kwa kiwango kikubwa sana. Ilikuwa ni lazima azuie. Kwa sababu pale tunakutana watu wengi sana. Na ukiangalia wao kule haya maradhi si mageni kama kwetu sisi. Ukizisoma katika hizi magonjwa kwa majina mbalimbali yaliyotolewa, ukichukua hii SARS ambayo ni Severe Acute Respiratory Distress Syndrome, wao kule kwao kwa mwaka 2012 walipata kitu kinachoitwa Middle East Respiratory Syndrome MERS, ambayo inasababishwa na ngamia. Na kama kuna mtu amekwenda kwenye ibada ya hija umndani atakuwa shahidi. Mkiwa mnaswali pale mle ndani, kabla ya kula mjaitikia ami, kwanza wote mnaanza kukohoa kwanza, mnakohoa kwanza, kuna kikozi kimoja kikali sana, afu ndo mtaitikia ami. Ni jamii ya ugonjwa huu wa corona ndio pale unaokuwa unawashambulia. Na unaona moja kali sana. Waliokwenda watakuwa mashahidi katika hili. Hii ni kuonesha kwamba haya ni maradhi ambayo tuko nayo ndani ya jamii yetu. Kwa hiyo ilipofika kutoa nafasi ya kusema katika mtindo huu wa kuitoa idhini hii ya dharura ya magonjwa yatoke, ilibidi wataalamu wote wakubaliane nayo kutegemea na hizi research zilizofanyika na data zilizokuwepo zinajitosheleza kwa zaidi ya 99% kwamba tuna uwezo wa kutumia. Na research sehemu kubwa ilikuwa imefanyika, haikuwa imefikia kwenye level ya kina mama wajawazito na watoto. Huko ndo bado kila mmoja anaweka nafasi ya doubt kwamba wasitumie. Wapo wanaosema watumie, wapo wanaosema wasitumie. Lakini kama hajakwambia utumie na kwamba mshirikishe daktari wako anayesimamia masuala hayo ya uzito wako, au washauriana na daktari aliyekuwa karibu na wewe. Sasa katika hili unakuta kwamba katika chanjo ambazo zilizokuwa zimeidhinishwa, katika hizo chanjo tulizosema hapa kwetu au ambazo zimepitishwa kwa matumizi ya hii bodi yetu tuliokuwa nayo ya TMDA ziko 8. Kuna Pfizer, kuna AstraZeneca ziko za aina 2, kuna Covishield, kuna Janssen ambao ndio hii Johnson Johnson, kuna Moderna, kuna Sinopharm, kuna Sinovac. Lakini kwetu hizi ndio zilizopita 8 duniani kote. Na kuna ya 9 ni Sputnik imeongezeka ya nusu. Kwetu sisi ni 5. Kwa maana unapata hiyo Sputnik, unapata hiyo Janssen, unapata Moderna, unapata Pfizer, unapata Sinopharm. Pfizer na Moderna zilionyesha efficacy rate ya more than 80% to 99. Serikali haikuopti kuitumia hii kwa sababu ili uweze kutoa Pfizer au Moderna ni chanjo mbili tofauti, lakini hizi zote ni katika mtindo wa vinasaba vya RNA au DNA. Ili uvitoe hizi chanjo zinahitaji uzihifadhi kwenye negative degrees 94. Haya mafriji yetu tunayogandisha friji haya na barafu na nini ni negative 5, tumejitahidi 10. Negative 94 tunaita ni ultra cold. Ukitumia neno ultra cold, yani sifa yake ni kama vile unavyotumia mionzi ya jua, yani ni sifa ya kitu kama kwenye sifa ya mionzi, power ya mionzi ya penetration, neno ultra, yani ni madhubuti sana. Negative 94 ni mbali mno kuweza kuipata. Chanjo hiyo ingeteremka hapa, tungeweza kuipata mjini tu hapa. Huko vijijini Tandaimba, sijui wapi, huko ingekuwa ni changamoto. Mafriji yenyewe hamna, ingefikaje? Kwetu watu wasingechanjwa isipokuwa ingekuwa ni maji. Ndio maana unakuta kule kuna wataalamu wanaoamua kwa manufaa ya watu. Kwa hiyo baada ya kuangalia hayo wakaona basi katika hali jinsi ilivyo, chanjo tunaweza kuimudu katika hali zetu ya mazingira yetu ni hii Janssen, ambayo katika room temperature unaweza kuhifadhi takriban mpaka miezi 3. Ndani ya miezi 3 unapokuwa umeipeleka huko kwa wale waliohiari kuchanja, una guarantee umewakoshoa chanjo. Kama tumeanza kuchanja janga ya Kikwete na sasa hivi tuna siku ya 9 na kesho tutakuwa tunaenda siku ya 10. Kwa hiyo una guarantee kwamba mwitikio watu watakaoitikia utachanja. Na mwitikio ni mkubwa. Kwa siku mbili kwa haraka
vitu ambavyo watu walikaa wakaviangalia na wakaweza kuvitoa ili kufikia, lakini pia hakuna chanjo utakayoitoa ukaichanja. Kwa ukitazama mazingira haya tunakuwa tuna nafasi na sisi kufanya nini vile jamii ya sasa iliyokuwa inakwenda. Kwa hiyo kila mtu ataangalia kwa nafasi yake, hakuna aliyelazimishwa kuchanja, ni hiari ya kila mtu. Huo ndo msimamo wa serikali kwenye kupitia Wizara ya Afya. Naomba niwe nimemalizia hapo, kama litakuwa limetosheleza, ili tuweze kupisha na mambo mengine kuweza kuendelea. Kwa hiyo Sheikh Dr. tumefurahi sana, tunakushukuru na tunakukaribisha tena hapa kwako. Tuna kaida kuombea dua kwenye msikiti, kadhalika wewe uliotoka mbali ukaja, hatuna cha kukulipa zaidi ya kukuombea dua, lakini hawa vijana wetu wenye makamera hapa pia kuombea dua, lakini hawa Waislamu waliokaa na walioko nje kusikiliza na wanaotizama kwenye mitandao pia kuombea dua, kadhalika imamu wetu. Mwenyezi Mungu ampe kila anachokitaka, na si wote tuna haja zetu mbalimbali, tuna matatizo. Mimi mwenyewe namuombea dua mzee wangu kwa kitandani takriban miaka 2 sasa, basi naye pia tunamuombea dua. Kwa hiyo hii kazi nakupa wewe, na dua unaomba hata kwa Kiswahili. Mimi naomba nitumie nafasi hii kuchukua nafasi hiyo ya maulama mliokuwa hapa mbele yangu, na nikachunga taazma hiyo, kwa sababu kwanza hapa msinionee mimi, mahujaji mko wengi, lakini pia hapa na masharifu mko wengi. Sasa mimi kwa nafasi yangu mimi na hautwarika, siwezi kunyanyua mdomo wangu kwako wewe kwa nafasi yako hiyo ya usharifu. Kwa hiyo wewe ndio unastahili kutuombea. Amin ya Rabbi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Allahumma ya man waffaqa ala al-khayr bil khair wa a'innahu alayhi wa fiqna ala al-khair wa inna alayhi. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alayna kulli asir, yassir alayna kulli asir, yassir alayna kulli asir. فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير وبصير وقدير، فاقضها لنا وانصرنا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.